Bwana Victor ametoka huko alikotoka, anarudi nyumbani, anakutana na kitu ambacho kilimshangaza sana. Na hapo ndipo tulipoishia katika sehemu 22. Tukawa tunataka kujua hasa Victor amekutana na nini hapo nyumbani kwao. Ila anafika tu langoni pale anakutana na kitu ambacho kilimshtua sana. Unahisi ni nini bwana? Hebu karibu sana kwenye hii sehemu ya 23. Mimi naitwa Uncle J, mzigo mtamu kuitwa Sweet Love. Kutoka kwake Said Jr. Bwana karibu tupate kuendelea kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Gari la Victor liliposimama kwenye uwanja wa nyumbani kwao, macho yake yaliganda mara moja. Mbele jumba lao, kwenye sehemu ya kuegeshea magari, aliona gari moja la kifahari ambalo lilimshangaza sana Victor. Gari hilo halikuwa sehemu ya mali za familia yao, wala halikuwa gari la wageni wa kawaida. Range Rover Sport, rangi ya kijani kibichi iliyokuwa imeng'aa, tairi kubwa na rim zenye kung'aa kana kwamba zimetoka dukani leo, lilikuwa limepaki hapo. Vioo vyake vilikuwa vimepigwa kiza kabisa, yani tinted, usione ndani. Victor kwanza alikuna kichwa, akajiuliza, hili gari la nani? Mbona liko hapa nyumbani? Aliuliza kwa mshangao. Victor alitembea taratibu akimfuata mlinzi wao, ambaye kwa kawaida alikuwa anakaa karibu na geti dogo la kuingilia hapo ndani. We Daudi, nani ameacha hili gari hapa? Victor aliuliza kwa sauti thabiti kabisa, na kabla mlinzi hajafungua mdomo kujibu, ghafla sauti nzito iliyojaa kejeli na kujiamini ilisikika nyuma ya lango kuu la kuingilia, ya kwamba hakuna haja kumuuliza mlinzi. Sauti hiyo ilisema, mimi hapa ndo nimepaki gari hapo. Victor ilibidi ageuke haraka, macho yaliganda. Alipotazama langoni, alimwona mwanaume mmoja akiwa amevalia jinsi iliyokuwa imechanika magotini. Alikuwa amevalia fulana nyeusi yenye kuchora kifua chake kilichojaa michoro ya tattoo. Mikono yake yote mpaka shingoni alijazwa tattoo za aina mbalimbali: mapanga, majina ya watu, alama za moto, alama ya joka lenye meno makali. Yaani lilikuwa ni jitu la kutisha. Alivuta sigara kwa jeuri, moshi ukitoka puani mwake taratibu. Masikio yake yalikuwa na hereni za dhahabu. Hakuwa mtu wa hovyo kiuchumi. Saa aliyoivaa mkononi ilikuwa ni Rolex ya thamani, na mikufu ya dhahabu ilining'inia shingoni mwake. Kutokana na alivyokuwa amesimama, alionekana wazi kwamba pesa kwake si tatizo, lakini umbo lake na sura yake vilisema wazi kwamba huyu mtu ni muhuni wa mtaa, mraibu na mtu wa vurugu. Msikilizaji, mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Gideon. Victor alibaki ameduaa. Na huyu sasa ni nani? Anafanya nini nyumbani kwetu? Victor aliwaza sana kwa mshangao. Gideon alipiga hatua za kujiamini kuingia ndani bila hata ya kuuliza wala kuomba ruhusa. Victor alimfuata haraka nyuma yake, akamwambia, we nani? Unatafuta nini hapa? Victor aliuliza hilo swali. Gideon hakujibu mara moja. Badala yake alitembea moja kwa moja mpaka kwenye sebule. Na alipofika pale, macho yake yaliangaza sofa kubwa lililokuwa lipo upande wa kushoto. Sofa ambalo siku zote lilihifadhiwa kwa mtu mmoja tu, baba yake na Victor, mheshimiwa waziri. Gideon kwanza aliketi pale kwa majivuno mno. Alikunja miguu na kuweka mkono wake mmoja nyuma ya kichwa, kana kwamba yeye ndiye mwenye nyumba sasa. Alivuta moshi wa sigara yake na kisha akatoa moshi huo kwa mdomo, huku akiwa anamtazama Victor kwa dharau kubwa mno. Hapa mimi ndo pananifaa, Gideon alisema kwa sauti nzito. Sina haja ya kuuliza ruhusa kwa mtu yoyote. Mimi hapa ndo nimeona pananifaa. Maneno hayo yalimshtua sana Victor. Hasira Victor alimpanda, macho yake yakawaka moto. Hivi, wewe jamaa, unajua hiko kitu ulichokalini cha nani? Hivi unaheshima kweli wewe? Nani kakuruhusu kae hapa? Kwanza wewe ni nani?
Gideon alicheka kidogo kwa dharau na kisha akasema, kiti ni kiti tu, heshima ni kitu cha mdomo. Kama ninataka kukaa nitakaa, hapa ni nyumbani sasa, kwa hiyo inabidi uzoe tu. Hapo Victor alisogea kwa hasira, mikono yake ikimtetemeka. Alikuwa tayari kumshika shingoni na kumtoa pale kwa nguvu. We muhuni, unadhani hii ni baa au unadhani huu ni mtaa wa bangi? Simama na uondoke kabla sijakutoa mimi mwenyewe. Lakini kabla hajamfikia, Gideon alitoa bastola ndogo akamnyoshia moja kwa moja kifuani mwa Victor. Kitendo hicho kilimgandisha Victor pale pale alipokuwa amesimama. Akamwambia, tulia bwana Victor, tulia bwana mdogo. Sijaja hapa mimi kufanya mauaji kwa mtu yeyote. Kwa usijaribu kuwa shujaa kupita kiasi. Risasi hii ikitoka haitachagua wewe ni nani wa kuniambia niondoke. Hapa mimi niko nyumbani, naweza kukaa vile ninavyotaka. Hakuna wa kunifukuza, au baba yako hajakuambia bado? Hapo Victor alibaki akitetemeka kwa ndani, lakini macho yake hayakushuka. Ilibidi amuulize, wewe ni nani? Na kwa nini uko hapa? Una uhusiano gani na familia yangu? Gideon alivuta sigara tena, akainua kichwa juu na kuachia moshi taratibu kabisa, na kisha akamtazama Victor kwa tabasamu la dharau. Jina langu naitwa Gideon. Alisema hivyo taratibu, kana kwamba ni jina lililokuwa lina maana kubwa mno. Ukinisikia mara moja hutaweza kusahau. Gideon alinyosha mguu wake kwa jeuri, akajigemeza vizuri zaidi kwenye sofa la mheshimiwa waziri. Hii nyumba sasa sio nyumba ya waziri pekee, ni sehemu yangu pia. Sawa? Usijaribu kunioji kwa sauti ya juu, kwa sababu ghadhabu yangu ni kubwa kuliko kawaida. Ukijua ukweli wa kwa nini niko hapa, pengine unaweza usilale tena kwa amani. Hapo Victor alibaki amedua, maswali yakimiminika kichwani mwake kwamba huyu ni nani haswa? Ameingiaje nyumbani kwao bila pingamizi? Na inawezekana vipi akajihisi mwenye haki ndani ya nyumba ya waziri, yani kana kwamba yeye ndo mmiliki wa hii nyumba? Gideon alinyosha mikono yake yote miwili juu, akawa kama mtu anayefurahia kushangilia jambo fulani, na kisha akamwambia Victor kwa tabasamu la kejeli, Victor. Hapo alisema kwa taratibu, akitikisa kichwa kama mtu anayefurahia maigizo ya bure. Kwanza kabisa hongera. Umeokoa taifa. Nchi nzima inakuimba leo. Wewe ni kijana shujaa, jasiri, aliyejitoa muhanga. Hongera tena. Lakini sasa swali langu ni moja tu kwako. Baada ya taifa kuokolewa, hatima ya babako mpendwa ni ipi? Hizo nyaraka zake ziko wapi? Au umesahau ya kwamba kuna mtu bado anavuta kamba nyuma ya pazia? He? Unasemaje wewe? Wewe unamfahamu babangu? Nyaraka gani ambazo unazisemea? Gideon alivuta moshi wa sigara yake, akapuliza juu taratibu, sauti yake ikiwa ni nyororo lakini yenye dharau isiyofichika. Usijifanye hujui Victor. Wewe ni mtoto wa waziri. Umelelewa kwenye nyumba yenye heshima. Umekulia kwenye majina makubwa, lakini kuna jambo moja hujawahi kuambiwa. Naona sasa ndo muda wake umefika wa kuambiwa ukweli. We sikiliza umuhuni. Yaani usithubutu kutaja jina la babangu kwa mdomo wako huo mchafu. Wewe ni nani hata uzungumzia familia yangu? Gideon alicheka, sauti yake ikatapanya sebuleni kana kwamba anataka kumfanya Victor zidi kupandwa na hasira. Wewe unadhani mimi ni nani?
Hebu sikiliza vizuri bwana mdogo. Mimi ndio mtoto wa kwanza wa waziri. Umesikia eh? Hii ina maana moja tu. Mimi na wewe ni ndugu. Ndugu wa baba mmoja. Sijui unanielewa? Naam. Maneno hayo yalimgonga Victor kama radi ya ghafla. Alibaki ameduaa, akishindwa hata kupumua kwa sekunde chache. Mikono yake ilianza kutetemeka, uso wake uligeuka rangi. Moyoni alihisi kama dunia vile imemgeuka ghafla. Victor alikataa, akasema hapana. Yaani haiwezekani. Huo unaoniambia ni uongo. Ni swala ambalo haliwezekani. Alizungumza Victor kwa sauti nzito, lakini Gideon hakujali. Aliendelea kulalamika kwa dharau. Nisikilize bwana mdogo. Huu sio uongo ninaokuambia. Victor, baba yako mheshimiwa waziri ndiye chanzo cha mimi kuwepo duniani. Ulimwengu wote unadhani kwamba wewe ndiye mrithi pekee wa jina la mheshimiwa. Lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwepo kabla yako. Nimekuwa katika mazingira ya mitaani, nikitafuta pesa zangu kwa jasho la moshi wa sigara. Wakati wewe ulikuwa ukilelewa na mama yako katika nyumba ya kifahari, mimi nilitelekezwa. Lakini sasa nimerudi na hakuna anayeweza kunizuia kupata nafasi yangu. Hapo Victor hakuweza tena kujizuia, hasira zake zilimzidi. Macho yake yalimchoma Gideon kama moto. Victor alipiga hatua kubwa, mikono yake ikiinuka tayari kwa ajili ya kumvamia Gideon. Sikiliza jamaa, wewe ni mwongo. Huwezi kutoa kashifa kama hiyo kwa baba yangu. Sasa ngoja nikufundishe adabu. Victor aliyezungumza hayo, lakini kabla hajamfikia Gideon, mlango mkubwa wa sebuleni ulifunguliwa kwa ghafla. Sauti za miguu na harufu ya dawa za hospitali zilifika ndani. Waliingia wote. Waziri mwenyewe, mkewe yani mama Victor, Duncan yani binamu yake na Victor, pamoja na mkewe Mary. Walikuwa wametoka hospitalini. Macho yao bado yalikuwa yamejaa uchovu. Waziri, ingawa afya yake ilikuwa iko chini, lakini bado alionekana na nguvu za kiongozi. Alipomwona Victor anamvamia Gideon, aliinua mkono wake kwa haraka na kisha akasema, Victor, hebu simama. Waziri aliamuru kwa sauti dhaifu lakini yenye mamlaka. Victor aligeuka kwa mshangao, akasema, lakini baba, huyu mtu... Simama kwanza, waziri alisema kwa msisitizo. Sikiliza kwanza kabla ya kufanya maamuzi ya hasira. Victor hapo alitetemeka, machozi yalianza kukusanyika machoni mwake. Moyoni mwake hakuamini masikio yake kwa kila alichokuwa nakisikia. Huyo kijana aliyemwita muhuni, ambaye ameingia ndani ya nyumba yao tena kwa dharau, sasa itanadai ni ndugu yake. Mama Victor naye alibaki ameduaa pale mlango ulipokuwa umefungwa. Macho yake yalimwangalia Gideon, kisha akamgeukia waziri mkuu kwa mshangao mkubwa mno. Mungu wangu. Baba Victor, hivi umekisikia alichokisema huyu kijana? Anadai yeye ni mtoto wako, mume wangu, ya kweli haya? Sehemu ya moyo wake ilitetemeka, akawa anashika kifua kana kwamba moyo wake unataka kuruka nje. Uso wake ulijaa hofu na taharuki. Victor ndo kwanza alizidi kuchanganyikiwa. Alimtazama baba yake kwa macho yaliyowaka. Baba, hebu sema chochote. Ni kweli huyu muhuni anachokisema ni cha kweli? Yaani huyu Gideon ni ndugu yangu kweli baba? Waziri alivuta pumzi ndefu, akapiga hatua moja mbele kana kwamba anataka kulimaliza hilo jambo kwa utulivu. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni na majuto. Alimtazama tena Gideon na kisha akaigeukia familia yake. Lakini kabla hajafungua mdomo, Gideon alikatisha kwa kejeli, akasema, hamna haja kumuuliza. Ukweli uko wazi Victor. Mimi nimezaliwa kabla yako, na ndio maana leo hii niko hapa kusema hadharani yale yote yaliyofichwa. Sasa heshima ibadilike. Si nyinyi tena peke yenu kwenye hii familia. Mimi pia ni sehemu ya damu hii. Msikilizaji, sebule ilibaki kimya kwanza kwa muda mfupi. Hali ilikuwa ni nzito. Mzigo wa siri uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu sasa ulifunuliwa hadharani. Victor alizidi kupagawa, macho yake yalimiminika kwa hasira na mshangao. Mama yake kwanza alikaa chini taratibu,
alitetemeka kwa hofu. Waziri alibaki tu akiwatizama wote, akijua kabisa kuwa sasa hakuna tena cha kuficha, kwa maana kwamba kila kitu kiko wazi. Victor kwa hasira hakutaka kuendelea kukaa pale. Hakutaka kabisa kuendelea kukaa pale ndani kwao. Muda huo huo Victor aliamua kutoka, huko hasira ikiwa imemtawala ndani kichwa chake. Waziri alitembea kwa tabu, miguu yake ikionekana ni dhaifu kwa sababu ya uchovu kutoka hospitalini. Alipoona hali ya sebuleni imejaa mshtuko wa kelele zisizokuwa na mpangilio, alimnyoshia mkono mkewe kana kwamba anamwomba mfuate, kwamba tafadhali njoo ndani, lazima tulizungumze hili, alisema kwa sauti ya chini sana. Na ndipo mama Victor, ingawa uso wake ulikuwa umejaa hasira na machozi yaliyokuwa yakimlengalenga, aliamua kumfuata mumewe. Hakutaka jambo zito kama hilo lijadiliwe mbele ya watoto wake wote. Alitembea naye mpaka chumbani, akaufunga mlango nyuma yao kwa nguvu mno, na ndani ya chumba ukimya mzito ulitanda. Waziri ilibidi kwanza akae kitandani. Alivuta pumzi ndefu, alishika kichwa chake kana kwamba anatamani ardhi ifunguke na immeze, lakini mama Victor hakuwa tayari kumpa hiyo nafasi. Hebu naomba uniambie ukweli. Sauti yake ililia kwa hasira, ikikatishwa na pumzi nzito. Hivi ni kweli nilichokisikia pale sebuleni? Yule muhuni, yule mvuta bangi, yule tapeli mwenye matatu mwili mzima ni mtoto wako? Waziri alishusha pumzi, akawa kimya kwanza kwa muda mfupi, na kisha taratibu akasema, ni kweli. Gideon ile ni damu yangu, ni mtoto wangu. Maneno yale alimgonga mama Victor kama kisu kilichochomwa katikati ya moyo wake. Alijishika kwanza kifua, akakumbuka miaka yote aliyomhudumia mumewe kwa uaminifu, huku akilea familia yao kwa heshima. Mungu wangu. Machozi yalianza pale kumtiririka. Kwa hiyo kumbe umekuwa unanidanganya kwa muda wote huu. Huku pembeni unalea siri kubwa namna hii, alafu unakuja kwangu kama vile hakuna kilichotokea. Mume wa aina gani wewe? Hii ni aibu gani unaniletea baba Victor? Sikiliza mke wangu, tafadhali sikiliza kwanza, sio kama vile ambavyo unafikiria. Mimi sikujua kuhusu uwepo wa Gideon mpaka miaka kadhaa iliyopita nyuma. Wakati nakutana na taarifa hizo, nilihisi kama dunia imenigeuka, lakini kwa nafasi yangu nilijua kabisa siwezi kumleta kijana huyo ndani ya familia yangu bila kuharibu kila kitu, na ndio maana nikachukua hatua. Mama Victor alimsogelea kwanza mumewe, alimtazama usoni kwa macho yaliyowaka hasira, akaambia, hatua gani? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Waziri aliinama, sauti yake ikawa ni ya kujilaumu. Nilimpatia pesa. Niliamini kwa kumpatia kila kitu alichokihitaji angeweza kunyamaza, akaishi maisha yake mbali kabisa na familia. Sikutaka wewe wala mtoto wetu Victor ajue hili jambo. Nilidhani nimefanya uamuzi wa kulinda heshima ya familia, lakini sasa ameamua kurudi mwenyewe. Hiyo ndiyo hali halisi, mke wangu. Hivi baba Victor, unajisikia kweli unavyoongea? Ulidhani kulinda heshima ya familia ni kuniweka mimi gizani? Hata baada ya miaka yote hii ulikaa kimya, ukilala kitanda kimoja na mimi, ukinipa busu la usiku, ukiniita mke wangu, kumbe moyoni unaficha siri kubwa namna hii. Una mtoto tena mkubwa. Mmenichezea akili mimi Hata kidogo sikuwa na uhakika na hili, na leo sasa ndo unapata ukweli kutoka mdomoni mwa mtu mhalifu kama yule. Sio kwako tu, huu sio usaliti tu, hii ni fedheha kubwa sana. Hebu fikiria nini kitatokea ikiwa jamii nzima italijua hili jambo. Baba Victor, nitaweka wapi sura yangu mimi? Nitaweka wapi sura yangu mimi nikiwa kama mke wa waziri? Aibu gani hii mume wangu umetuletea kwenye familia? Waziri alinyamaza kwanza kwa muda. Alimwangalia mkewe kwa macho yenye maumivu. Nilikosea. Nakiri wazi kabisa ya kwamba nilikosea. Lakini tafadhali, unajua sikutaka kuumiza moyo wako. Niliona ni bora kulia mimi mwenyewe ndani ya nafsi yangu kuliko kukuumiza. Lakini sasa hali imebadilika. Sio tena kwa hiari yangu. Sio tena kwa hiari yangu. Gideon ameamua kujiingiza yeye mwenyewe ndani ya familia hii. Naona amekuja na dharau.
amekuja kwa nguvu zake akitaka hii nafasi. Hapo Mama Victor alipiga hatua nyuma. Alikaa kitandani huku akijifunika uso kwa mikono miwili. Alilia kimya kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akasema kwa sauti ya kukatika, hapana, sitavumilia. Hili ni doa kubwa sana kwenye ndoa yetu. Ulipaswa kuniambia mapema, mume wangu, hata kama ingekuwa ni maumivu, lakini wewe ukaona bora nife nikiwa mjinga. Waziri ilibidi amsogelee mkewe. Aliweka mkono juu ya bega la mke wake na kisha akamwambia, mke wangu, tafadhali usinihukumu hivi. Mimi nilijaribu kulinda ndoa yetu. Nilijaribu kumlinda mtoto wetu. Sio kila jambo linaweza kusemwa. Nilidhani hali hii itaisha bila kufika hapa. Tafadhali, hebu nipatie nafasi nithibitishe kwamba bado nakupenda. Bado wewe ndio nguzo yangu. Hebu fikiria kwa matatizo tunayopitia sasa hivi. Hatupaswi kuwa tofauti miongoni mwetu, mke wangu. Hebu kwanza, Baba Victor, umenisononesha sana. Sikutegemea kama unaweza kufanya jambo kama hili. Nimetunza siri zako ngapi mimi, Baba Victor? Nimetunza michezo yako michafu ya kisiasa. Nilikuwa adui kwa kila mtu aliyekuwa anajaribu kuleta kauzibe kwenye ndoto yako ya kisiasa, lakini wewe umenifanyia nini? Wewe hujaona umuhimu wangu na bado kaamua kunificha na hili. Yaani kana kwamba mimi sio muhimu tena kwako, si ndio? Hapana mke wangu, unajua wewe ni wa umuhimu na ndio maana nikataka kufuta hili jambo kimya kimya. Nilifanya kosa. Niliona kuwa hii ndio njia sahihi ya kulifuta kosa hili. Nilidhani kama nikimpa pesa hatarudi tena kwenye maisha yetu, lakini imekuwa tofauti. Tafadhali mke wangu, nisamehe, alisema waziri huku akimshika begani mke wake, lakini Mama Victor alimrukia kwa hasira, akiondoa mkono wake kwa nguvu. Usiniguse. Upendo gani huu unaoficha siri? Heshima gani hii inayofichwa nyuma ya pesa unazowagaia watoto wa nje? Mimi sio mjinga Baba Victor, na wala sitakuwa kipofu tena. Sasa umeharibu kila kitu. Chumba kilibaki kina ukimya mzito uliokatishwa na sauti ya Mama Victor akiendelea kulia. Waziri alibaki amesimama pale akiwa hana maneno ya kuongeza. Macho yake yalionyesha wazi huzuni na majuto makubwa, lakini maneno ya mkewe yalikuwa kama vile hukumu ya mwisho. Alitoka mule chumbani kwa hatua nzito, akijaribu kuzuia uso wake usionekane kwamba umechoka na huzuni. Ila ndani yake moyo wake ulikuwa ni mzito mno. Miguu yake ilikataa kabisa kumsaidia, lakini heshima ya familia na nafasi yake kama kiongozi ilimlazimisha ajipange. Aliposogea tena sebuleni, alikuta taswira iliyomkera zaidi ya vile alivyotarajia. Gideon alikuwa kajitupa kwenye sofa kubwa lile ambalo kila mmoja wa familia alijua kwa miaka mingi ilikuwa ni kiti cha heshima cha mzee wa nyumba, cha waziri mwenyewe. Mguu mmoja Gideon alikuwa ameuweka juu ya meza ndogo ya sebuleni hapo, yani kana kwamba yuko baa, huku akitazama runinga kubwa kutani bila hata wasiwasi wowote. Kidole chake kilicheza na sigara, moshi ukipaa juu na kuzunguka taa za dari. Waziri alisimama pale, macho yake akimtazama Gideon kwa ukali mno. Akameondoka kwenye kiti. Alisema kwa sauti nzito iliyobeba mamlaka, na sio hiko kiti tu, ondoka kwenye hii nyumba. Wewe hujapokelewa hapa na hutawahi kupokelewa. Mimi siwezi kukutambua kama mwanangu. Gideon aligeuka taratibu na kisha akakodoa macho yenye dharau, na tabasamu dogo la kejeli likapanda usoni mwake. Akasema, Mheshimiwa Waziri. Alisema hivyo huku akitikisa kichwa taratibu. Maneno yako ni mazuri sana kwa mtu ambaye hana chaguo, lakini kwa bahati mbaya huu si wakati wako wa kutoa vitisho. Huu ni wakati wangu wa kusikilizwa. Waziri akasonya, aliweka mikono yake kifuani na kisha akamwambia, sikiliza vizuri, wewe nisikilize vizuri kijana. Umenielewa Gideon?
Unaweza kuwa na pesa zako, unaweza kuwa na dharau zako, lakini huwezi kubadilisha ukweli. Wewe si sehemu ya familia hii, na sitaruhusu nyumba hii na heshima yangu ichafuke kwa sababu ya matendo yako. Wewe sio mwanangu. Gideon alicheka, sauti yake ikawa ni ya ukatili. Alinyonya sigara yake juu, akavuta moshi na kisha akaupuliza juu kwa utulivu wa ajabu. Mzee, unaongea kana kwamba bado unashikilia mpini wa upanga. Lakini ukweli, waziri, ni kwamba sasa upanga huo uko mikononi mwangu. Unamaanisha nini Gideon? Gideon aliinua mkono wake wa kushoto, akapiga alama hewani kama mtu anayechanga karata. Nyaraka zako. Zile nyaraka ambazo ulihangaika nazo, ambazo zilipotea ghafla kana kwamba upepo umezipuliza. Hujazipoteza bwana, na wala hazijapotea. Ziko hapa mikononi mwangu. Najua hizo ndio roho ya heshima yako. Najua hizo ndizo zitakazomwonyesha rais taifa zima upande wako wa giza ulivyo. Sasa sidhani kama uko tayari kuona nyaraka hizo zikifika mikononi mwa mheshimiwa rais. Naam. Kwa mara ya kwanza uso wa waziri ulibadilika, midomo yake ilitetemeka, macho yakawa ni makali kana kwamba yamegundua siri kubwa mno. Kwa hiyo ni wewe uliyemtuma Eliana kuziba zile nyaraka, si ndio? Hapo Gideon alipiga makofi mawili kwa dharau, akatabasamu kwa majivuno, akasema, smart boy. Sasa unaanza kufikiri vizuri waziri, Eliana alifanya tu kazi niliyompa. Ulikuwa unasumbua sana kwa kutaka kila kitu kiwe safi, lakini kwa bahati mbaya dunia hii haiko hivyo. Mimi nilihitaji silaha na nyaraka zako zilikuwa silaha sahihi kabisa kwangu. Sasa ziko mikononi mwangu. Kwa hiyo unapaswa kuongea na mimi vizuri, baba yangu kipenzi, mheshimiwa waziri mkuu. Naam. Alizungumza maneno hayo Gideon. Waziri alisogea hatua moja mbele. Sauti yake ikawa ni nzito kama radi. Akamwambia, wewe kijana, wewe hujui unacheza na moto wa aina gani? Huu si mchezo wa mitaani. Unadhani kwa sababu una sigara mdomoni na fedha kwenye mfuko wako basi unaweza kuchafua tu kila kitu? Mimi bado ni baba, mimi bado ni waziri. Nina nguvu na nina ushawishi mkubwa serikalini. Sasa kama unadhani nitaanguka kwa hizo nyaraka, basi nikwambie tu kwamba unajidanganya Gideon. Babangu kipenzi, hebu acha kujidanganya mwenyewe bwana. Sina haja kusema nini kitakukuta ikiwa nyaraka zile zitafika kwa rais, kwa sababu najua tayari unajua matokeo yake kwako yatakuwaje. Alafu kama unazungumzia kuhusu sigara, ni bora ukae tu kimya, kwa sababu haya mimi ndo maisha niloyaishi baada ya wewe kututelekeza mimi na mama yangu. Kwa hiyo usijaribu kunikumbusha kuhusu mama yangu, kwa sababu hasira yangu inaweza kawa kubwa zaidi ya hii ambayo unaiona sasa hivi. Wewe usinitishe we Gideon. Mimi sijali hilo mimi. Haujali si ndio? Gideon alimkatisha kwa dharau waziri mkuu. Hivi, wewe mzee, nikuulize, ulinijua mimi miaka mingapi? Eti waziri, ulinipeleka shule? Ulinipa dawa nilipougua? Ulinifundisha maadili? Jibu ni kwamba hapana, si ndio? Ulichofanya ni kunipa pesa tu kidogo ili nikae mbali na wewe. Yaani kana kwamba mimi ni takataka. Lakini sikusahau hilo. Nilihesabu miaka, nikangoja siku ambayo utanikumbuka tu, na sasa siku hiyo imefika. Waziri alivuta pumzi ndefu huku hasira zikimkaba kifuani mwake. Unataka nini Gideon? Sema unachokitaka. Hapo Gideon alitupa sigara yake kwenye sahani ndogo ya glass. Akainuka taratibu, akawa anatembea mbele ya waziri mkuu, yani kana kwamba anaendesha haya mahojiano. Gideon akasema, ni rahisi sana. Ninachokitaka, kwanza nataka kutambuliwa na familia kwamba mimi ni mtoto wako wa kwanza. Mimi damu yako ya kwanza. Hiyo nafasi
Sitakubali iende kwa Victor au kwa mtu mwingine yeyote yule bila mimi kuhesabiwa. Lakini jambo la pili, nataka haki zangu zote kama mtoto, kuanzia mali, heshima na kila kitu. Na jambo la tatu, kama hutaki kukubaliana na hayo yote nilokuambia, nitampelekea rais hizi nyaraka zako. Nitaweka kila kitu hadharani, na hapo utakuwa sasa umemaliza mwendo. Heshima yako, nafasi yako serikalini na kila kitu chako kitasambaratika. Hapo waziri alibaki akimtazama Gideon, macho yake akiwa na mchanganyiko wa hasira na hofu. Kwa hiyo na kama nikikataa, vipi yani utanifanya nini? Aliuliza kwa sauti yenye hasira. Gideon alitabasamu kwa upole, akatoa simu yake mfukoni na kisha akaionyesha juu. Kama nilivyokuambia tu. Kesho asubuhi magazeti na runinga zote zitakuwa zina habari zako. Na si hivyo tu, nitakufungulia mashtaka ya malezi kwa miaka yote ambayo uliniacha niteseke mitaani. Kwa hiyo utanilipa fidia kila kitu nilichokikosa kama mtoto. Na usifikiri haya ni maneno matupu ambayo nazungumza. Nina ushahidi wote na nina watu pia. Hapo ukimya mzito ulitawala. Waziri alishikilia tu mpini wa sofa lililokuwa hapo pembeni, akihisi nguvu zikimponyoka kabisa. Hasira ilimjaa. Alitamani kumrukia kijana huyo na kumtoa pumzi kwa mikono yake mwenyewe, lakini hakuwa na hiyo nafasi. Gideon hakuwa kijana wa mitaani tena. Alikuwa na nguvu, alishikilia siri na alikuwa na ujasiri usiokuwa na kifani. Nisikilize Gideon, waziri alisema kwa sauti ya kukatika katika. Wewe ni fedhea. Wewe ni doa kwenye jina langu. Lakini kumbuka, kila nguvu ina mwisho wake. Gideon alicheka, akapiga hatua kuelekea mlangoni. Akamwambia, ni kweli baba, upo sahihi kabisa, ila kwa sasa mwisho ni wa kwako na wala sio kwangu. Chaguzi ni ya kwako mzee wangu. Kama ukinikubali kama mtoto wako, basi kamwe hautaanguka hadharani. Lakini kama ukiamua kuweka mambo tofauti, basi yajayo yatafurahisha sana baba. Kwa upande wangu mimi sina cha kupoteza. Binafsi niko tayari kwa lolote. Naam, Gideon alitoka mlangoni akiacha harufu ya moshi na maneno yake mazito yakining'inia hewani. Waziri alibaki amesimama katikati ya sebule akitetemeka kwa hasira na hofu. Alijua kabisa bila shaka sasa vita itakuwa imeanza rasmi. Msikilizaji, wakati huo kwa upande wa pili, ndani ya mgahawa mmoja wa kifahari uliopo katikati ya jiji, ulikuwa umetulia jioni kwa amani kabisa. Muziki wa taratibu ulikuwa ukipulizwa kwa sauti ya chini. Harufu ya kahawa na vitafunwa vidogo ilijaa hewani. Ndani ya mgahawa huo, Victor alikuwa amekaa peke yake kwenye kona ya mbali. Glasi ya juisi ilikuwa iko mbele yake. Macho yake yalikuwa yamepotelea mbali. Akili ilikuwa ikihangaika na maneno mazito aliyoyasikia muda mchache uliokuwa umepita kutoka kwa Gideon. Moyo wake ulipiga kasi alipokuwa akijaribu kuunganisha picha ya familia aliyodhani anayo kwa miaka mingi na ukweli mpya ambao sasa ulikuwa ukimsumbua akilini. Inawezekana kweli huyu Gideon ni kakangu, au ni njama tu hizi? Victor alijiuliza kimoyomoyo huku akitazama kioo cha glasi mkononi mwake. Ghafla mlango wa mgahawa ulifunguliwa. Harufu ya sigara ilimfikia kabla hata hajainua macho. Sauti ya viatu vizito ilipiga chini kwa kiburi na kicheko cha dharau kikiambatana na kuingia kwa mtu. Victor alipoinua macho, unajua hakushangaa tena. Alimwona Gideon. Alikuwa amevalia suruali nyeusi iliyokuwa imeshikana mwilini, t-shirt ya kubana iliyomwonyesha misuri na tattoo zilizokuwa zimejichora mwili mzima, na koti la ngozi lenye mwanga hafifu chini ya taa za mgahawa. Sigara yake ilining'inia mdomoni, macho yake yalikuwa kimetameta kwa kiburi. Alipomwona Victor, uso wake uliangaza kwa tabasamu la kejeli. Dogo mwenye heshima za taifa, inaonekana undugu wetu ulikuwa ukihitajiana sana, kwa maana kila sehemu nakuta uwepo wako. Hatimaye uko hapa, sehemu nzuri ya kupumzika. Alisema hivyo Gideon huku akiketi bila hata kuuliza ruhusa moja kwa moja kutoka kwa Victor.
Victor alinyamaza, macho yake yakawa ni makali kana kwamba anapiga risasi kwa mtazamo. Hasira ilimjaa, lakini alijizuia kulipuka pale pale. Gideon alivuta pumzi ndefu ya sigara na kisha akaupuliza moshi kwa utulivu, akasema kwa dharau, nimeona uso wako mdogo wangu. Uso wako umekasirika. Kwa nini ukasirike? Ni kwa sababu umeujua ukweli? Ama ni kwa sababu sasa urithi wa mzee hautakuwa mali yako peke yako? Bana, lazima tugawane. Mimi ndiye mtoto wa kwanza, damu ya kwanza, na hata sheria itanilinda pia. Hayo yalikuwa ni maneno ya Gideon. Victor alitupa glasi yake chini kidogo kwa nguvu. Kioo kikalia kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Victor akasema, sikiliza wewe, usijaribu hata kuniweka kwenye mstari wako. Gideon, wewe sio sehemu ya familia yangu. Wewe ni kikwazo. Hata kama utaleta nyaraka zako, heshima si kitu kinachonunuliwa. Wewe hauna heshima. Haustahili kuwa mtoto wa waziri. Victor, heshima, hilo ni neno la watu wanaotaka kuficha ukweli wao. Baba yako anaheshimika, ndiyo, lakini ndani yake ana siri, na mimi ndo ushahidi wa siri hizo. Wewe umelelewa kwenye dhahabu, mimi nimelelewa kwenye majivu. Usiniambie heshima ni kitu cha asili kwangu. Kwangu mimi heshima ni maigizo tu. Hapo Victor akasogea karibu na kisha akamwangalia moja kwa moja machoni. Victor akasema, kama kweli unadhani wewe ni kakangu, kwa nini umekuja na bastora? Kwa nini umekuja na sigara? Kwa nini umekuja na vitisho? Kaka wa kweli anaheshimu familia. Wewe umetoka kuiba. Unatishia tu. Sasa unajifanya eti ndo mkombozi. Kwangu wewe ni mhalifu tu, na wala hata ndugu yangu hata chembe. Sina ndugu kama wewe na sitakuja kuwa na ndugu kama wewe. Alitamka maneno hayo Victor. Gideon alitikisa kichwa huku tabasamu la upole kwa dharau likiwa bado liko mdomoni mwake. Ndugu yangu, mimi ni matokeo ya maamuzi ya baba yako. Kama ni mhalifu kama unavyosema, basi tambua kuwa yeye ndiye aliyeniumba hivyo kwa kunitupa nje. Victor, usijifanye unajua kila kitu kijana. Wewe ni bwana mdogo sana. Wewe ni mdogo wa kitandani. Mimi ni mtoto wa mitaani. Tofauti yetu ni kubwa sana, lakini bado utabaki kuwa ni mdogo wangu tu. Hapo Victor alijikuta akitetemeka kwa hasira. Alinyosha kidole chake moja kwa moja usoni mwa Gideon na akamwambia, sikiliza wewe. Huwezi kuja kunivunjia heshima babangu. Huwezi kuja kunivunjia heshima mamangu. Huwezi kuja kunivunjia heshima ya familia yangu. Unaweza kuwa na damu sawa na mimi, lakini moyo wako sio hii familia, wala hutawahi kuwa sehemu ya hii familia. Gideon alivuta sigara yake ya mwisho, akaipeleka kwenye kikombe cha kahawa kilichokuwa mezani na akazima moshi huo kwa makusudi kabisa. Alafu akamwambia, sikiliza wewe Victor. Alisema taratibu lakini kwa sauti yenye ukali wa ajabu. Uwepo wangu hautapotea kwa maneno yako ya kibabe. Mimi nipo na nitabaki. Baba yetu atakubali tu au asipokubali, lakini dunia ndio itakayoamua. Na wewe ndugu yangu huna chaguo zaidi tu ya kukubali. Naam, Victor alisimama, alipiga makofi mezani kwa nguvu. Wateja wachache waliokuwa karibu waligeuka. Nisikilize Gideon. Sitasimama kimya kuona mtu kama wewe unajitapa mbele yangu. Wewe ni fedhea. Hapo Gideon naye akanyanyuka, sura yake ikiwa ni ngumu kweli kweli. Alimkazia macho Victor kana kwamba wanatazamana kwenye ulingo wa vita. Gideon akasema, fedhea? Hapo umejiona wewe mwenyewe, yani kama vile mtu wa maana, si ndio? Mimi na wewe tuna damu moja Victor. Ukiniita mimi fedhea, maana yake ni kwamba na wewe pia uko hivyo hivyo, na usifikiri kwamba baba yako ni malaika. Angalia usoni mwangu, hapa ndipo ukweli wake ulipo. Victor alijikuta sasa inabidi anyamaze.
Maneno haya yalimchoma moyoni. Hasira na uchungu vilipishana ndani yake. Alitamani kupaza sauti zaidi, lakini moyoni mwake alihisi kitu kizito, hisia ya ukweli mchungu ambao hakutaka kusikia. Gideon aliweka mikono yake mfukoni. Aligeuka taratibu kuelekea mlango wa mgahawa, na kabla hajaufungua mlango alisema kwa sauti iliyojaa madharau, "Usijali mdogo wangu. Kadiri siku zinavyozidi kusonga, utajua kwamba mimi ndiyo ukweli ambao huwezi kukimbia. Kwa hiyo nitarudi tena, na safari ijayo hautoweza kunizuia." Gideon alitoka nje akiacha harufu ya sigara na ukimya mzito mgahawani hapo. Victor alibaki tu amesimama pale, mikono ikimtetemeka, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alijua sasa vita hii si tu ya familia, bali ni vita ya damu na heshima. Na ndo kwanza ilikuwa imeanza. Aliendelea kukaa pale mgahawani kwa muda kidogo, na ndipo wazo la kwenda kumwona mkewe na mtoto wake hospitalini, wazo hilo likamjia. Na bila kuchelewa Victor alianza safari ya kuelekea huko hospitalini. Aliamini kabisa ya kwamba ikiwa ataiona familia yake, pengine itamwondolea hasira alizonazo moyoni mwake. Victor alipofika hospitalini, aliegesha gari na kisha akaingia ndani haraka mno. Harufu ya dawa na usafi uliokithiri ulimpiga puani. Aliingia moja kwa moja kwenye wodi aliyokuwa amezoea kwenda kila siku, lakini alipofika pale hakumwona Eliana wala mtoto wao. Kitanda kilikuwa kimepangwa kwa unadhifu, mashuka yakiwa yamekunjwa vizuri. Victor alisimama kama vile ameganda, macho akitazama nusu wazi kitanda kilichokuwa kiko tupu. Haraka alimuuliza muuguzi aliyekuwa zamu kwamba, "Samahani dada, mgonjwa aliyelazwa hapa ambaye ni Eliana yuko wapi?" Aliuliza kwa hofu Victor. Muuguzi alijibu kwa utulivu kwamba Eliana alisharuhusiwa kutoka asubuhi ya leo. Mtoto wake pia ameendelea vizuri. Madaktari wamemruhusu kumpeleka nyumbani kwa uangalizi wa karibu. Maneno yale yalimungukia Victor kama radi ya ghafla kwamba ameachiwa. Lakini mbona mimi hajaniambia? Na mimi ndo mume wake. Kwa nini nisipewe hiyo taarifa? Victor aliuliza kwa mshangao, sauti yake ikitetemeka. Muuguzi akamjibu kwa heshima kwamba labda alitaka kuambie mwenyewe. Wakati anatoka nilidhani tayari wewe unajua. Hapo Victor hakujibu. Moyo wake ulikuwa na mashaka makubwa. Alijikuta akitoa simu yake mfukoni na kumpigia Eliana mara moja. Simu iliita kwa muda mrefu bila kupokelewa. Akajaribu tena, bado haikupokelewa. Moyo wake uliongezeka hofu kwamba kwa nini apokee simu zangu? Ni nini hasa kinachoendelea? Alijiuliza huku akianza kupoteza kabisa uvumilivu. Kwa haraka aliamua kumpigia simu house girl mmoja nyumbani kwao, na kisha akamuuliza kama Eliana karudi nyumbani. Lakini hata hivyo bado alipewa jibu ya kuwa hakuwa karudi. Majibu hayo yalimpiga Victor kama vile mwiba. Alinyamaza kwanza kwa sekunde kadhaa, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Haraka alikata ile simu, akashikilia usukani wa gari lake, macho yakimetameta kwa wazo moja tu ambalo lilimpita kichwani kwamba Eliana lazima atakuwa ameenda kwao Ikulu. Hebu ngoja kwanza nimfuate huko. Victor akiwa na shauku na wasiwasi aliwasha gari na kuondoka hospitalini hapo. Wakati huo tayari usiku wa saa 1 ulikuwa umeshaingia. Barabara za usiku zilikuwa zina magari machache, upepo wa baridi ukivuma kwenye dirisha lake lililokuwa liko wazi kidogo. Lakini hata upepo huo haukuweza kufuta mawazo yaliyokuwa yakimzonga. Alikumbuka uso wa Eliana mara ya mwisho walipozungumza. Alikuwa ni mnyonge, mwenye hofu, lakini bado macho yake yalikuwa na upole wa mke na mama. Lakini sasa kimya chake, kutokupokea simu zake na kuruhusiwa kwa siri kutoka hospitalini kunimfanya Victor jisi kama mtu aliyesalitiwa na kuachwa gizani. Kwa nini usiniambie kama umeruhusiwa Eliana? Kwa nini tu uende kimya kimya? Alijiuliza kimoyomoyo, akikandamiza usukani kwa nguvu. Safari kuelekea Ikulu ikawa ni hisia mchanganyiko. Victor hakuwahi kujiweka katika hali hii. Hakujiamini tena kama mume. Alihisi kuna kitu kilichokuwa kikimnyemelea, kitu ambacho alichoshindwa kukiona wazi kabisa. Maneno ya Gideon yalimpita akilini mwake kwamba wewe ni mtoto wa kitandani tu, mimi ni mtoto wa mtaani.
Victor alihisi kama kila kitu katika maisha yake kinamponyoka: familia yake, heshima baba yake, na sasa mkewe ambaye ilikuwa ndo kama kimbilio lake la mwisho. Kadiri alivyokaribia ikulu, magari ya doria na ulinzi wa jeshi yalizidi kuonekana. Alisimamishwa getini, akatambulisha pale jina lake. Kwa kuwa walimjua ni mkwe wa familia ya rais, wakamruhusu aweze kuingia. Njia ndefu yenye miti mirefu pande zote ilimpokea. Taa za bustani zilimetameta kama nyota ndogo ardhini, lakini hata mandhari hiyo nzuri haikumpoza. Victor alijihisi kama mtu anayekimbilia kwenye majibu magumu zaidi maishani mwake. Gari lilipofika mbele ya jengo kuu la kifahari la ikulu ndogo ya familia ya rais, Victor alishusha pumzi ndefu. Aliweka pale mkono wake kwenye kifua, moyo wake ukibisha kwa kasi. Alijua ndani ya kuta hizo angekuta ukweli, utulivu, ama maumivu zaidi. Alitelemka taratibu, akasonga kwenye mlango mkuu. Hatua zake ziligonga sakafu ya tiles kwa sauti ndogo lakini nzito. Walinzi wa ndani walimfungulia mlango, naye akaingia ndani. Alisimama pale kwenye ukumbi wa mapokezini, macho yake yakizunguka. Kimya kilitawala, isipokuwa sauti ya mbali ya runinga ilicheza. Alivuta pumzi ndefu, moyo wake ukiwa tayari kabisa kupokea chochote kile, lakini akijua kabisa maisha yake hayangekuwa yale yale tena baada ya kukutana na Eliana usiku huo. Alisogea taratibu kwenye ngazi kubwa za ikulu ndogo ya familia ya rais, miguu yake ikipiga hatua kwa uzito kana kwamba alikuwa na kanyaga labda mawe ya moto. Victor alijua fika kuwa sebuleni kuliko kuna baba mkwe wake, yani mheshimiwa rais, pamoja na mama mkwe, lakini aliona ni heri asijumuishe kwenye dharuba hii ya moyoni. Hali yake na Eliana ilikuwa ni ya kifamilia na hakuona sababu ya kuwaingiza wazazi. Akaamua moja kwa moja kwenda chumbani kwa Eliana. Alipofika kwenye mlango wa chumba cha Eliana, aliufungua kwa upole. Chumba kilikuwa kina mwangaza wa balbu laini ya taa za kitandani, na harufu ya dawa za hospitalini bado zilikuwa hewani, kana kwamba ilikuwa imemsindikiza mgonjwa wake kutoka hospitalini mpaka pale nyumbani. Kitandani Eliana alikuwa amelala kifudifudi, nusu akiwa ameegemea mito mirefu iliyokuwa imewekwa kumsaidia, na tumbo lake bado lilikuwa limefungwa bandeji nene, alama ya upasuaji ikimkumbusha uchungu aliyokuwa ameupitia siku chache zilizokuwa zimepita. Mikono yake midogo ilishikilia remote ya runinga, macho yake yakitazama screen, lakini hayakuonesha furaha yoyote. Victor alipoingia, Eliana aligeuza shingo yake kwa taratibu, macho yake yakaangukia kwake. Muda mfupi kimya kizito kilitawala, na kisha Eliana akapumua kwa sauti nzito, macho yake yakijaa hasira iliyochanganyikana na huzuni. "Kwa nini umekuja?" alimuuliza kwa sauti ya manunguniko, sauti dhaifu lakini yenye sumu ya maumivu. Victor alisogea tu chache karibu, akimnyenyekea kwa kumwambia, "Niliposikia umeachiliwa hospitalini na hukuniambia chochote, nilijawa na hofu. Nilijua ni lazima nikufuate, angalau nijue hali yako ya wewe pamoja na mtoto wetu." Hali yangu Victor, unauliza sasa hivi, si ndio? Baada ya yote uliyofanya. Umeniona hapa nimebanwa kwa bandage, mwili wangu ukiwa bado unauma kwa kovu la upasuaji, alafu unakuja kuniuliza hali yangu, yani kana kwamba sio wewe ulionisababishia hili, sio? Victor kwanza alinyamaza, macho yake kimtazama mkeo kwa uchungu. Eliana aliendelea kwa sauti yake kutetemeka, machozi yakiendelea kumjaa. "Nisikilize Victor, wewe ndio chanzo cha haya yote. Wewe ndio sababu ya chupa langu la uzazi kupasuka. Maneno yako, lawama zako, ulinifokea, ulinitupia maneno ya kikatili siku ile. Ukaniweka kwenye mshtuko wa ghafla mpaka nikapoteza pumzi, mwili ukawa dhaifu, na ndio maana nililazimika kufanywa upasuaji. Mtoto wangu, mtoto wetu Victor amezaliwa njiti kwa sababu yako. Alafu bado unajileta hapa kweli?" Mke wangu, unajua huu sio wakati sahihi wa kuongelea hilo kipenzi changu.
Kitu cha muhimu, uko salama, na kiukweli mimi nimefurahi sana kwa hii hatua. Kaa kimya. Kaa kimya Victor. Wewe unajijali mwenyewe tu. Uliona kama nina mimba, ninakaribia kuzaa, lakini wala hata ukuwaza ya kwamba kunifokea kwako kunaweza kukaleta madhara kwangu. Najua ulifanya hivyo kwa sababu wewe unajali kuhusu familia yako tu, na wala sio mimi. Victor alibaki kimya, macho yake yakishuka chini. Kila neno lililokuwa likitoka mdomoni mwa Eliana lilikuwa ni kama upanga unaomkata moyo wake vipande vipande. Eliana alivuta pumzi kwa nguvu na kisha alipiga jicho upande wa runinga bila hata kuiona. Hivi unajua ni maumivu gani niliyasikia kuona mwanangu yuko kwenye incubator anapumua kwa msaada wa mashine? Unajua ni jinsi gani moyo wa mama unavyohisi pale anaposhindwa kumshika mtoto wake mikononi kwa muda wote huo, kumshika kifuani, kumnyonyesha? Victor, wewe hufahamu hilo. Victor, huwezi kuelewa uchungu kwa sababu sio wewe uliyelazwa chumba cha upasuaji, sio wewe uliyekatwa na kushonwa, sio wewe uliyelala usiku kucha ukihofia kesho mtoto ataishi au atafariki. Sio wewe Victor. Sauti yake ilipaa ghafla, ikikatisha ukimya wa kile chumba. Machozi yalianza kumtiririka mashavuni. Victor alisogea karibu zaidi, akaweka kiti pembeni ya kitanda, akaketi kwa sauti ya upole kabisa, huku akiwa anasema, Eliana, mke wangu, najua sikustahili kukuambia maneno yale. Najua ya kwamba nilikosea. Najua nilikuwa nimechoka kiakili na kimwili, lakini sio kwamba nilitaka kukuumiza. Siwezi kufuta kilichotokea, lakini naomba unitazame sasa. Unitazame kama Victor wako, yule ambaye siku zote ameahidi kukulinda. Hakuna tena Victor wa kunilinda mimi, hakuna. Nilikuhitaji wewe siku ile, lakini badala ya kuwa ngao yangu ukawa upanga ulionikata. Nilikufa moyoni siku ile Victor, na ndio maana nilikaa kimya, nikatoka hospitalini bila hata kukuambia. Nilihitaji nafasi ya kupumua mbali na wewe. Victor alinyosha mkono wake kumgusa, lakini Eliana aliuondoa ule mkono wake kwa haraka mno. Akamwambia, usiniguse. Alifoka kwa sauti yake ikiwa imejaa maumivu kweli kweli. Rudi kwa wazazi wako, maana hao ndo watu wa muhimu kwako. Lakini mke wangu, mbona unakuza mambo? Ebu naomba unielewe Eliana. Yaani kimsingi mimi sikuwa kwenye hali nzuri kiakili. Ni kweli nilikosea sana mke wangu. Nilipaswa kuzingatia hali yako ya kiafya, lakini isivyo bahati sikufanya hivyo. Kwa naomba unisamehe mke wangu. Msamaha wako mimi utanisaidia nini Victor? Nakuuliza wewe, utanisaidia nini msamaha wako? Mtoto wetu yuko kwenye incubator, anapumulia mashine. Haijulikani kama atapona na kuwa kama watoto wengine au la. Alafu unakuja hapa kuniomba mimi msamaha. Msamaha wako utamponya mtoto wangu ama? Hujui hata ni kwa nini niliiba zile nyaraka za baba yako. Kitu pekee ulichojali wewe ni kuhusu baba yako tu. Haisina kuchukia sana wewe mkaka. Eliana, naelewa mke wangu. Tayari nimejua kila kitu, na kimsingi mimi sikulaumu mke wangu, lakini naomba unielewe kwamba mimi sio malaika Eliana. Unafikiri mimi ningejuaje kila kitu kama sio wewe kuniambia mke wangu? Bado hilo halihalalishi ulichokifanya Victor. Fanya uondoke hapa kwa sababu sihitaji kukuona. Ukimya mzito ulitanda kwa dakika kadhaa. Runinga pekee ndiyo iliyobaki kicheza vipindi bila yeyote kuweza kuzingatia. Hatimaye Victor alivuta pumzi ndefu na akasema kwa unyenyekevu, sawa. Sitakusumbua.
lakini tafadhali usinipe kisogo. Huyu mtoto ni wetu sote wawili. Tufanye kila kitu kwa ajili yake. Najua kuwa nimekosea sana, lakini niko tayari kubeba mzigo wote wa lawama, ili mradi tu nione wewe na mtoto mko salama. Hapo Eliana alifunika uso wake kwa mikono, akalia taratibu. Sauti yake ilikuwa ni dhaifu zaidi. Sauti yake ilijaa manunguniko. Victor, kila nikimtazama mtoto, kila nikikumbuka alizaliwa kabla ya wakati wake, moyo wangu hunirudia ile siku uliponitamkia yale maneno, mdomo wako ulivyotema sumu. Victor, sijui kama nitawahi kukusamehe. Victor machozi yalimtoka na pia alijilazimisha kutulia. Usinijibu leo Eliana. Niko hapa kila siku, nitakuja, nitakaa pembeni yako, nitanyamaza, nitakusaidia kulea, nitavumilia maumivu haya yote, ili mradi tu siku moja unione tena kama mume wako. Najua sio rahisi, lakini sitachoka. Hapo Eliana hakusema tena. Aliendelea kulia kimya kimya, akipumua kwa shida kwa sababu ya majeraha ya upasuaji. Victor alikaa pale kimya kimya, akimwangalia mkewe kwa macho ya huzuni, akijua kabisa moyo wa Eliana umevunjika kwa sababu yake, kwa kuwa Eliana alikuwa bado ana hasira naye. Aliamua kutoka mule chumbani ambapo alienda kukaa pale sebleni. Akili yake ilikuwa iko mbali sana kimawazo. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, polepole usingizi ulianza kumshinda. Macho yake yalifumba na roho yake iliingia kwenye giza lenye ndoto hafifu zisizoeleweka. Hakujua muda ulivyopita, lakini ghafla alihisi mtu akimgusa begani taratibu. Alishtuka, macho yake yakafumbuka. Alimwona mama mkwe wake, Mama Eliana, akiwa amesimama mbele yake. Alikuwa amevalia gauni refu la usiku lenye heshima, sura yake ikionyesha upole wa mama, lakini pia busara ya mke wa rais. Victor. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini yenye mamlaka. Kwa nini unalala hapa sebleni? Victor aliketi haraka, alijipangusa pale uso kwa mkono kana kwamba alitaka kuficha aibu. Samahani mama. Nilikuwa nimekaa tu. Mawazo yalikuwa yako mengi na usingizi ukawa umenipitia. Hapo Mama Eliana aliketi taratibu kwenye sofa karibu naye. Alimtazama kwa macho ya huruma. Nimeongea na mwenzio Eliana, kwa hiyo najua kila kitu kilichotokea. Victor alihisi kama moyo wake umeguswa na mkuki. Ilibidi ainame, macho yake yakielekea chini. Alijaribu kuficha hisia, akasema, mama, mimi sijui hata niseme nini. Kiukweli nimemkosea Eliana. Najua nimemuumiza na sasa ananichukia. Nilijua nikiweka uso wangu mbele yenu mtaniambia niwe na subira, lakini moyoni sijiamini tena mama. Mama Eliana aliweka mkono wake juu ya mkono wa Victor na kisha akamwambia, sikiliza mwanangu. Eliana ni binti yangu, tena namjua kuliko mtu yoyote. Ana hasira, ndiyo, sikatai, na ana uchungu, ndiyo, lakini usisahau ana moyo wa upendo. Anapendana sana na wewe. Victor, hata kama leo amekupa maneno mazito binti yangu, hayafikii nafasi uliyokuwa nayo moyoni mwake. Anachokihitaji kwa sasa sio maneno yako, sio nguvu zako. Anachohitaji ni muda. Hapo Victor alinyanyua macho yake kumtazama mama mkwe. Macho yake yalijaa machozi yaliyotaka kumwagika. Mama, muda? Nitawezaje kuvumilia muda huu wakati kila dakika ninajilaumu? Kila nikikumbuka mtoto wetu yuko hospitali, najua kosa langu limemweka pale. Najihisi sifai kabisa kama baba. Hata kama nitasubiri,
huenda nikamkosa Eliana kabisa. Hapo mama Eliana alitikisa kichwa taratibu. Usijiseme vibaya. Hakuna mwanadamu asiyekosea. Ni kweli ulisema maneno mabaya, ulimuumiza, lakini kumbuka, Eliana hakukataa kuwa wewe ndiye baba wa mtoto wake. Hii ndio maana bado uko hapa. Upo ikulu hii. Upo karibu naye. Kama asingekutaka tena, usingeweza hata kusogea mlangoni. Maneno yale yalipenya moja kwa moja ndani ya moyo wa Victor. Kwa muda mfupi alihisi kama hewa safi ilikuwa imeingia kwenye mapafu yake. Mama, unamaanisha bado kuna nafasi? Ndiyo mwanangu, kuna nafasi, tena kubwa tu, ila usilazimishe mambo. Mruhusu apumzike, aponye mwili, aponye moyo wake. Usitegemee kesho akukimbilie mikononi mwako, ila kaa karibu. Usikimbie, usiondoke. Fanya wajibu wako wa baba kwa mtoto. Msaidie kadiri unaweza, na muda utamponya na Eliana atarudi kwako. Hapo Victor alinyamaza, akihisi maneno yale yakimjenga upya ndani. Kwa mara ya kwanza tangu asikie hasira ya mkewe, aliona mwanga mdogo, mwanga wa matumaini. Alimtazama mama mkwe kwa heshima na kisha akasema, asante sana mama. Maneno yako yamenipa nguvu. Nitaacha kumlazimisha Eliana aseme chochote. Nitasubiri akae sawa. Hapo mama Eliana aliinuka taratibu, akigusa bega la Victor kwa upole kabisa. Hivyo ndivyo nilivyotaka kusikia. Sasa nenda nyumbani kwako upumzike. Usiku ni mrefu, kesho ni siku mpya. Wacha binti yangu apumzike bila presha leo. Victor naye alisimama, akaipiga heshima ndogo ya shukrani. Nashukuru sana mama. Nitaondoka sasa hivi. Mungu akubariki kwa kuniweka imara tena. Mama Eliana alitabasamu, akasema kwa sauti ya taratibu kabisa kwamba Victor, kumbuka maisha ya ndoa sio mstari ulionyoka. Kuna kona, kuna mabonde, kuna milima. Lakini uvumilivu ndio daraja linalowapeleka wanandoa hadi mwisho salama kabisa. Nenda uwe mvumilivu sasa. Victor alitoa pumzi ndefu, akihisi uzito mkubwa umepungua moyoni mwake. Alibeba koti lake lililokuwa lipo kwenye kingo za sofa. Alilivaa na kisha akaelekea mlangoni. Alipotoka nje ya ikulu, upepo wa usiku ulimgusa usoni. Safari kuelekea nyumbani kwao ilikuwa kimya kimya, lakini ndani moyoni hapakuwa kimya tena. Alikuwa na nguvu mpya. Alijua hawezi kumfanya Eliana amsemee ghafla tu, lakini maneno ya mama mkwe wake yalimpa silaha ya kipekee. Msikilizaji, asubuhi ya siku iliyofuata iliingia kwa mwangaza hafifu kupitia madirisha makubwa ya nyumba ya waziri. Ndege wachache walikuwa wakitoa pale milio yao ya mapema, na harufu ya kahawa mpya ikisambaa kutoka jikoni mpaka sebuleni. Victor alishuka ngazi akiwa amevalia suti yake safi ya kwenda kazini. Moyoni alijipa moyo kwa maneno ya mama mkwe wake usiku uliopita. Alijua anapaswa kuwa na subira na hekima, ingawa changamoto za kifamilia zilionekana kuongezeka kila siku. Alipofika ulingoni mwa sebule, macho yake yalishikamana na kitu kisichotarajiwa. Mezani kwenye kiti kikuu, kile ambacho kila siku huchukuliwa na waziri kama kiongozi wa familia, alikuwa ameketi Gideon. Gideon alikuwa amejiachia, miguu yake ikiwa imekunjwa kwa kiburi, akivuta pale sigara ndogo huku moshi ukipata ratibu juu ya meza akifungua kinywa. Mbele yake palikuwa pamejaa vyombo vya kifahari, chai moto ndani ya kikombe cha dhahabu, mayai ya kukaanga, mkate uliokatwa vizuri na matunda mapya yaliyopambwa kwenye bakuli kubwa. House girl wawili walikuwa wamesimama pembeni, mikono yao ikiwa imefungwa mbele kama walinzi wa heshima, wakimsubiri kwa heshima kana kwamba ni mfalme wa nyumba ile. Victor aliganda kwa mshangao.
aliganda kwa mshangao na hasira ikapanda haraka kama moto unaokutana na petroli. Hivyo jamaa, unajaribu kufanya kitu gani hapo? Victor aliuliza kwa sauti, akielekea mezani hatua kwa hatua. Gideon alimtazama kwa jicho la dharau. Alivuta moshi wa sigara kwa umakini na kisha akautoa juu kwa maringo. Asubuhi njema mdogo wangu, alisema kwa lafudhi ya kejeli. Gideon akaendelea kusema, unajua mdogo wangu, sikujua kama unasumbuliwa na usingizi mpaka unashindwa kushiriki kifungua kinywa cha kifalme. Victor alibaki amesimama tu akimtazama kwa macho makali mno Gideon. Akamwambia, kwa kiti sio cha kwako mzee, ni cha babangu. Hapa nyumbani tuna utaratibu, familia yote hukaa pamoja mezani na kisha baba hufungua maombi. Sio mtu tu anaamka anakuja na jechea mezani, yaani kama vile hii sasa nyumba imekuwa na kabla ni kama vile kilabu cha pombe. Gideon alicheka kwa dharau, sauti yake ikitoka kwa ujeuri. Unazungumzia maombi, unazungumzia heshima. Huo ni mchezo wa kifamilia, mchezo wa kifedhuri. Mimi ni mtoto wa kwanza wa waziri, ndio kiongozi halisi wa familia hii. Kwa hiyo ni haki yangu kuketi kwenye hiki kiti. Au unaona vibaya mimi kuonja kahawa ya babangu? Housegirl walitazamana kwa hofu, wakijua mzozo mzito ulikuwa ukikaribia kulipuka. Victor alisukuma kiti karibu naye, akakaa kwa nguvu, macho yake yakiwa yamkodolea Gideon. Akamsikiliza vizuri wewe Gideon. Nisikilize vizuri. Sina shida na wewe kula chakula, lakini sitakubali uvunje heshima ya familia hii. Hiko kiti sio cha kujiamulia tu, na wala sio wewe kiongozi wa hii nyumba. Hapa bado tunamheshimu baba kama kichwa cha familia. Gideon alinua kikombe chake cha chai, akanywa kwa mwendo wa majivuno na kisha akakiweka mezani kwa kishindo. Heshima familia. Victor, unajidanganya bwana. Babako yeye mwenyewe anajua damu yangu iko ndani yake, na damu haiwezi kufutika kwa maombi wala utaratibu wa mezani. Wewe unaweza kuficha ukweli, lakini mimi sitaficha ukweli. Hapa nyumbani mimi ni zaidi ya mgeni, mimi ni mrithi. Maneno yale yalimfanya Victor akandamize mkono wake mezani kwa nguvu mpaka kijiko kikadondoka chini. Alikuwa anachemka, lakini alijua hasira ikimshinda ingetengeneza picha udhaifu mbele ya Gideon. Mrithi? Wewe mrithi wewe? Aliuliza Victor kwa sauti iliyotetemeka kwa ghadhabu. Hata kama una damu ya babangu, maisha yako yote ni ya kihuni, sigara, pombe, bangi. Hivi wewe kweli unajiona unafaa kuongoza hii familia? Gideon alitupa kichwa nyuma, akacheka kwa sauti kubwa na kisha alivuta sigara nyingine akapuliza usoni mwa Victor. Unajua, uongozi sio swala la tabia nzuri. Umeelewa mdogo wangu? Ni swala la nguvu, pesa na ushawishi. Na hivyo vyote ninavyo. Wewe unaweza kuzungumza sana kuhusu heshima, lakini heshima haiwezi kulipa bili za hii nchi, wala haiwezi kunipa kiti cha urithi. Lakini mimi nina silaha inaweza kumwangusha waziri mzima. Nyaraka bado ninazo, au ndo tuseme umesahau kama nyaraka ninazo? Hapo Victor akaganda kimya, hasira zikachanganyika na hofu moyoni. Kwa muda akawa kama vile hana neno. Gideon aliinuka taratibu, akajipangusa pale mikono yake kwa leso safi kana kwamba anamalizia sherehe, na kisha akamtazama Victor moja kwa moja, macho yake akionyesha dharau isiyokuwa na kifani. Kwa hiyo mdogo wangu, usijisumbue kunihubiria kuhusu maombi au heshima ya familia. Mimi niko hapa na hakuna mtu wa kuweza kuniondoa. Sasa ni bora uanze kuzoea kuniona kwenye hiki kiti, maana ndio kiti changu halisi kuanzia hivi sasa. Naam. Gideon alipoyazungumza hayo, alipiga hatua ndogo kuelekea ukumbini, huku nyuma ikibaki harufu ya sigara na dharau isiyoisha. Victor alibaki tu mezani, mikono yake ikitetemeka kwa hasira,
moyo wake ukipiga kwa kasi. Alihisi kila kitu ndani yake kinataka kulipuka, lakini alijua vita dhidi ya Gideon haitokuwa ya maneno peke yake, bali ya heshima, busara na huenda pia nguvu kubwa zaidi ya kifamilia. Huo ndo ulikuwa mwanzo mpya wa migogoro ndani ya jumba hilo. Msikilizaji, Gideon aliendelea kuwa kikwazo ndani ya jumba hilo. Hakuwa na heshima kwa familia, na mbaya zaidi familia nzima ililazimika kuishi naye vile vile anavyotaka yeye kwa sababu moja tu, kulinda heshima ya waziri na si vinginevyo. Gideon alikuwa ameshikilia mpini wa familia yao. Endapo kama angejitokeza hadharani na kusema kila kitu kinachoendelea kwenye familia ile, mtu ambaye angeathirika moja kwa moja alikuwa ni waziri mkuu. Hivyo kwa kuelewa hilo, waliendelea kuishi na Gideon huku wakifikiria namna nzuri ya kumuondoa kwenye maisha yao. Kwa upande wa Eliana, yeye bado aliendelea kuwa na hasira na Victor. Kwenye moyo wake aliamini kabisa kwamba Victor hakuwa kampenda kwa dhati, bali mapenzi aliyoyaonesha kwake yalikuwa ni ya muda mfupi tu. Hii ilichangiwa zaidi na kuathirika kisaikolojia kutokana na kashikashi za ujauzito alizokuwa amezipitia. Kitu kizuri kwao ni kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mtoto wao alivyokuwa anazidi kuimarika mdogo mdogo, na hatimaye aliweza kupona na kuwa kama watoto wa kawaida, ingawa bado hiyo haikumfanya Eliana msamehe Victor kirahisi. Hali hii pia ilimchosha Victor, hasa ukizingatia nyumbani kwao kuna Gideon anayemvurugia amani ya familia kila kukicha. Taratibu Victor alianza kujiona kama vile hana tena mahali pa kupata tulizo la moyo wake. Hii ilimfanya sasa aanze kuchelewa kurudi nyumbani. Mara nyingi akitoka kazini alikuwa akipita kwenye kumbi mbalimbali za starehe mjini, ambapo atakaa huko mpaka usiku mwingi ndo anarudi kwao. Alikuwa na uwezo wa kurudi kwake Upanga, lakini alijiona haitofaa yeye kuacha wazazi wake waishi na Gideon, mtu ambaye hatabiriki, maana kila siku anaibuka na kisa kipya. Hata hivyo, mambo ilianza kubadilika pale ambapo hali ya kiafya ya Pifa, mdogo wake na Gideon, ilipoanza kuwa mbaya kutokana na tatizo la kiafya. Mwanzoni alichukulia kawaida, lakini hali yake ya kiakili ilikuwa inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Hii ilimuumiza sana Gideon, kiasi cha kuwa na mawazo kupita kiasi, kwani Pifa ndo alikuwa ndugu yake wa pekee toka utotoni. Eliana alipogundua hilo, alijua kuwa itakuwa ni ngumu sana kumsaidia Pifa ikiwa Gideon hataki mheshimiwa rais aujue ukweli. Eliana aliamua kutumia fursa hiyo kumshawishi Gideon kuwa awaambie ukweli rais, kwani ikiwa watamkabidhi Pifa kwa rais, kuna uwezekano akapata tiba nzuri zaidi kutoka nje ya nchi kama sehemu ya familia ya rais. Wazo hilo lilikuwa ni gumu sana kwa Gideon kukubali, kwa sababu moyoni mwake alikuwa akiishi na kisasi cha wao kutelekezwa. Na hata hivyo, hali ilivyozidi kuwa mbaya kwa Pifa, Gideon hatimaye alibidi akubali. Ukweli ulipomfikia mheshimiwa rais, hakuamini macho yake. Moyo wake ulisononeka sana. Hakuwahi kuwaza kama ipo siku atakuja kugundua kama ana mtoto wa kiume, na mbaya zaidi mtoto mwenyewe ana tatizo la OCD. Hasira yake kwa mke wake ilikuwa ni kubwa sana, lakini hata hivyo hasira yake ilitoa kwanza kipaumbele kwa matibabu ya Pifa. Haraka sana Pifa aliweza kusafirishwa kwenda Canada kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa kuwa Gideon ndo alikuwa ndugu yake pekee wa karibu, aliamua kuondoka na mdogo wake kwenda huko Canada. Hii kwa namna fulani ilileta auheni kwenye familia ya Victor, kwani Gideon alikuwa pasua kichwa kwenye familia yao. Hawakuona tena usumbufu. Kwa upande wa rais, yeye alimchukia sana mkewe, lakini chuki yake ilikuwa ni ya ndani tu, kwani hakutaka raia wake wajue kinachoendelea kwenye familia yake. Msikilizaji, kadiri siku zilivyozidi kwenda, mke wake ambaye ni Yolanda alijitahidi sana kumwomba msamaha mumewe, huku akimtumia na Eliana ambaye tayari alikuwa ameshamsamehe mama yake kwa kila alichokuwa amekifanya. Kiukweli haikuwa rahisi kwa mheshimiwa rais kumsamehe mke wake mpaka pale ripoti ya daktari kutoka Canada iliposema kwamba Pifa amepata nafuu na sasa anaendelea na maisha yake ya kawaida. Hii kidogo ndio ikamfanya mheshimiwa rais akunjue moyo wake, ambapo mwishoni aliamua kumsamehe kabisa mkewe sambamba na kumkubali rasmi Pifa kama mtoto wake wa kiume. Kwa upande wa Gideon, baada ya Pifa kupata nafuu na madaktari kuweza kushauri kwa usalama wa afya yake ni bora aishi pale pale Canada, Gideon aliamua sasa naye kubaki na mdogo wake pale pale Canada, ingawa alifungua kesi ya madai ya malezi dhidi ya baba yake ambaye ni waziri mkuu bwana Profesa Mazanda. Waziri, ili kuzuia lile sakata lisije kusambaa mitandaoni na kwa jamii kwa ujumla, haraka sana alilipa fidia za madai yote ambayo Gideon alikuwa amefungua dhidi yake.
Gideon baada ya kupata zile pesa aliamua kufungua biashara huko Canada na kuachana kabisa na familia ya Victor. Kwa upande wa Eliana, kipaumbele chake kikubwa kilikuwa ni mtoto wake na muda mwingi alikuwa anautumia kwa mtoto wake. Ingawa mara kadhaa wazazi wake walijaribu sana kumsia patane na mumewe, lakini Eliana alikuwa ni mgumu kukubali hilo. Moyoni mwake alitaka Victor naye ateseke kama vile alivyoteseka yeye kulilia penzi lake. Siku ziliendelea kwenda, hatimaye 1.5 mwaka ukapita kama vile utani. Kipindi chote hicho Victor na Eliana ni kama vile walikuwa wanafanyana ushindani. Kila mtu alikuwa hataki kabisa kujihusisha kwa mwenzie ili maisha yaendelee. Eliana alidai ya kuwa hawezi tena kurudi kwa Victor mpaka Victor aje kumwomba msamaha wa dhati kutoka ndani ya moyo wake. Kwa upande wa Victor naye alidai haoni kosa la kumfanya ombe msamaha hivyo. Kama Eliana anatambua umuhimu wa ndoa yao, basi atarudi kwa mumewe. Kama hatambui, basi endelee kuishi vile anavyoona yeye ni sawa. Mara kadhaa waliwekwa chini ili kuweza kusuluhisha tofauti zao kati ya Victor na Eliana, lakini bado hazikuzaa matunda. Ni kama watu wa nje walikuwa wakiwapandikiza maneno, kitu ambacho kilikuwa kinafanya mgogoro wao uzidi kuwa mkubwa. Mgogoro ulizidi kuwa mkubwa zaidi hasa pale kulipoanza uvumi ya kuwa Victor ana mahusiano na mwanamke mwingine nje ya ndoa. Hii ilizidi kumtia hasira Eliana kiasi cha kufuta kabisa wazo la kurudi nyumbani kwa mumewe. Siku moja bwana, Victor akiwa anaendesha gari lake taratibu akipita kwenye barabara kuu ya kuelekea Mwenge. Barabara hiyo ilikuwa na mwendo wa magari mengi mno, kila mmoja akihangaika na shughuli zake za kila siku. Macho yake Victor yalikuwa yamechoka, kichwa kikiwa kimejaa mawazo mazito yaliyomkandamiza kwa muda mrefu. Akiwa ameshikilia usukani kwa nguvu, upepo wa bahari ulipiga kupitia kidirisha cha upande wake, lakini hakuhisi hata baridi hiyo. Akili yake ilikuwa iko mbali, zikimjia picha za nyakati za nyuma, ugomvi wake na Eliana, siri ambazo bado hazijafichuka na vitisho visivyoelezeka ambavyo vilionekana kumfuata kila hatua. Ghafla alisikia mlio wa honi kali kabisa kutoka kwa nyuma. Gari dogo lilikuwa likimkimbilia, huku dereva wa gari hilo akimshauri aongeze mwendo. Victor aliinama kidogo, alishika usukani kwa nguvu zaidi, akaongeza mwendo wake huku roho ikimdunda kweli kweli. Alipofika kwenye daraja dogo, mwendo wa magari ulikuwa ni mkali. Kwa mbali aliweza kuona taa kubwa zikimjia upande wa kulia. Taa hizo zilikuwa ni za lori kubwa lililokuwa likishuka kwa kasi mno. Lori hilo lilionekana kama vile limepoteza uelekeo, yani kama limefeli brake. Dereva wa hilo lori alionekana akijaribu kwa hofu kulishikilia usukani wake, lakini mzigo mzito uliokuwa huko nyuma ya hilo lori ulimzidi nguvu. Victor alishtuka, macho yake yalipanuka ghafla, akasema, Mungu wangu. Alipiga kelele kwa hofu, na ndani ya sekunde chache kabla hajajua nini afanye, lori hilo liliingia barabarani likiwa linamjia moja kwa moja sasa yeye. Victor alijaribu kugeuza usukani upande wa kushoto kulikwepa hilo lori, lakini tayari alikuwa amechelewa. Mlio wa matairi ulikwaruza barabara kwa kishindo kikali. Gari lake Victor likaenda kupiga kwenye kona kwa ghafla, na kabla lijafanya chochote, lori hilo likaenda pale likapiga kwa nguvu upande wake. Mlio mkali wa kugongana ulisikika. Gari lake Victor lilisukumwa kwa nguvu, likapiga miduara mara kadhaa barabarani. Kioo cha mbele kilipasuka vipande vidogo vidogo vilivyotawanyika hewani. Chuma cha upande wa dereva kilisokoteka kama vile karatasi. Hewa nzito ya moshi na vumbi la breki ilikuwa imejaa ndani ya gari. Victor alijaribu kushika usukani tena, lakini mikono yake ilikuwa dhaifu. Alihisi mwili wake ukigongana na upande wa gari. Kifua chake kilibanwa na mkanda wa kiti. Maumivu makali yalimpiga kwa ghafla kifuani, yakiminya pumzi. Alilia kwa sauti dhaifu, damu ikianza kumpukutika kwenye paji la uso wake kutokana na jeraha lililosababishwa na kioo kilichokuwa kimemvunjikia. Macho yake yalikuwa ni mazito Victor, yakianza kufifia taratibu. Watu walikuwa barabarani walisimama ghafla. Honi zilianza kupigwa kila upande. Wengine walishuka kutoka kwenye magari yao na kukimbia kuelekea pale ajali ilipokuwa imetokea. Lori kubwa lilikuwa limesimama mita chache kutoka gari lake Victor lilipokuwa. Moshi mweupe ulipanda juu ya injini. Dereva wa lori, kwa hofu ya kukutwa na kesi ya mauaji, hakupoteza hata sekunde. Aliamua kukimbia kwa nguvu zake zote. Gari la Victor lilikuwa limetumbukia pembeni kidogo ya barabara baada ya kusukumwa vibaya mno.
Lango lake la upande wa dereva lilikuwa limesokoteka vibaya mno kiasi cha kuto kufunguka. Hewa nzito ya uvumba wa mafuta ilijaa hewani, ikiashiria hatari ya mlipuko muda wote na saa yoyote. Jamani, harakisheni, kuna mtu ndani! Kijana mmoja alipiga kelele akiwa amekimbia na simu mkononi. Wengine walijaribu kuweza kuvunja kioo kwa kutumia mawe madogo madogo walioyachukua pembeni ya barabara. Ndani ya gari, Victor alikuwa amepoteza fahamu, maskini ya Mungu. Kichwa chake kilikuwa kimeegemea upande wa kiti, damu zikimtiririka kwenye shavu lake. Mkono wake wa kulia ulikuwa umelegea kando, huku pumzi zake zikiwa ni nzito za kupumua kwa shida. Mlio wa watu ulikuwa ni mkubwa. Harakisheni, gari linaweza kulipuka! Baadhi ya watu walijaribu kufungua mlango wa upande wa abiria kwa nguvu, na baada ya muda mfupi wa taharuki ile walifanikiwa kuweza kuvunja kioo na kumfikia Victor. Kwa tahadhari kubwa mno walimtoa taratibu, wakipambana na chuma kilichokuwa kimesokoteka. Wakati wakimvuta, damu ilimwagika zaidi kutoka usoni na begani mwake. Jamani, yuko hai, bado yuko hai, yuko hai! Mmoja wao alipiga kelele huku akishikilia mkono wa Victor. Wengine walikimbilia kumlaza pembeni ya barabara juu ya nyasi. Victor hakushtuka. Uso wake ulikuwa umetulia, ni kama mtu aliyelala 444, lakini pumzi zake dhaifu zilionyesha bado yuko hai. Macho yake yalikuwa yamefumba kabisa na mwili wake ulikuwa ni mzito mithili ya mtu aliyeachia kila kitu. Sauti za siren za magari ya uokoaji zilianza kusikika kwa mbali zikija kwa kasi. Watu walikuwa wamesimama wakitazama kwa hofu. Kila mmoja alishindwa kuamini kile kilichotokea mbele macho yao. Hali ilikuwa ni nzito. Barabara yote ilijaa mtafaruku. Wengine walikuwa wakipiga simu kuwajulisha familia zao, wengine wakituma video mitandaoni, na wengine walioshuhudia walibaki kimya wakimshangaa ni nani yule aliyepata ajali mbaya kiasi hiko. Victor, mwanaume ambaye alikuwa amezungukwa na siri na misukosuko mingi, sasa alikuwa amelala chini barabarani akiwa hajitambui, akipumulia pumzi dhaifu za mwisho wa fahamu. Ajali ile ilikuwa ni mwanzo wa hatua mpya kwenye safari yake, hatua ambayo ingeacha alama isiyofutika kwa maisha yake na wale waliomzunguka. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, ndivyo hali yake Victor ilivyozidi kuwa mbaya zaidi. Mwisho alipoteza fahamu akiwa yuko bado pale chini. Msikilizaji, Victor akiwa kwenye usingizi mzito wa nusu kifo, ghafla jicho lake la upande wa kulia lilishtuka. Kope zilitikisika taratibu, ni kama mtu anayepigana na mzigo wa ndoto. Sekunde chache baadaye, jicho la pili nalo likafumbuka. Akilini hapakuwa na kitu. Alipepesa macho akatazama dari lililokuwa lina taa ya kisasa. Aligeuza shingo upande wa kulia, hakufahamu chochote. Aligeuka kushoto, bado hapakuwa na picha ya kueleweka. Kila kitu kilikuwa ni kigeni kwake. Alijaribu kufikiria, lakini hakuna jina lililojitokeza kichwani. Hakuna uso wa mtu, hakuna harufu ya mahali, hakuna kumbukumbu ya hata sekunde moja kabla ya sasa aliweza kuitambua. Victor alihisi baridi, baridi ya ajabu isiyokuwa na hewa. Baridi ya ndani ya nafsi yake, baridi ya mtu asiyekuwa na historia. Alinyanyuka taratibu pale kitandani, na kwa mikono yenye densi ya taratibu alishika kifua chake. Alipapasa kifua chake kilichojaa misuri, na kisha shingo yake. Alishia tu kuushika uso wake kwamba mimi ni nani? Aliuliza sauti yake ya ndani kabisa, sauti ambayo ilimthibitishia kuwa hakuwa anajitambua. Alisogea taratibu kwenda kwenye kioo kilichokuwa ukutani. Alienda kama mtu anayekanyaga sakafu ya moto. Mwili wake ulikuwa ni mzito, si kwa uzito wa nyama bali wasiwasi. Aliposimama mbele ya kioo aliganda. Uso wake aliuona haukuonekana kabisa kuutambua. Kabisa hakujitambua ni nani. Mwanaume aliyemwona kwenye kioo alikuwa ni mrefu, mwenye ngozi ya kahawia iliyochangamka na sura ya kifalme. Mashavu yake yalikuwa yamekaza, taya zikiwa zimeumbwa kama za askari, nywele nyeusi zilizokuwa zimekatwa kwa mtindo wa kisasa zenye mng'ao wa mafuta bora. Macho yake yalikuwa ni makubwa kiasi cha kung'aa, lakini yaliyojaa utupu. Victor akiwa bado anajiangalia kwenye kioo, akili mwake alianza kujiuliza, mimi ni nani? Kwani nini kinachoendelea kwenye maisha yangu? Mbona sikumbuki chochote? Na kwanza nimefikaje hapa? Au tayari mimi nimekufa? Lakini hapana. Mbona bado najiona kwenye kioo? Sasa mbona sikumbuki kitu? Naam,
Kila sekunde, kila dakika iliyokatika, Victor alibaki kwenye dimbwi zito la mawazo ya kujitambua, walau hata kwa jina tu ajijue yeye ni nani. Akiwa bado anajishangaa kwenye kioo, mlango wa hiyo wodi ya kifahari ulifunguka, ambapo nesi mmoja aliyekuwa na meza ya chakula maalum kwa ajili yake aliingia. Kwanza nesi huyo alionekana kufurahi mara baada ya kupata kumkuta Victor ameamka. Alimsogelea kwa tabasamu mwanana na kisha alimshika mkono na kuketi naye kitandani. Wakati huo Victor alikuwa anamshangaa tu yule nesi wa kike. Alijaribu kuvuta kumbukumbu kama anamfahamu, lakini wapi. Victor akili yake ilikataa kabisa kumtambua huyo nesi. Usijali mheshimiwa, utakuwa sawa. Kwa sasa unajisikiaje? Aliuliza yule nesi, kitu ambacho kilizidi kumshangaza Victor. Mheshimiwa? Neno hilo kwake lilikuwa ni kama mlima mrefu usioonekana kilele chake. Akamuuliza, mimi ni mheshimiwa? Aliuliza Victor. Yule nesi alichatabasamu, kwani alitambua kuwa ni wazi Victor alikuwa hajakaa sawa kiakili, hivyo aliamua kumpa maelezo mafupi kuhusu yeye. Ndio, wewe ni mheshimiwa na ndio maana upo kwenye wodi ya watu maalum ya VVIP. Kwa nini mimi na cheo gani mpaka uniite mimi mheshimiwa? Wewe ni mkurugenzi mkuu idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana katika ofisi ya rais. Una maana mimi nafanya kazi ofisi ya rais? Ndio mheshimiwa, kwani hukumbuki chochote? Yaani kiukweli sikumbuki chochote, hata jina langu tu mwenyewe kwanza silijui. Hivi unaweza ukawa unalijua jina langu? Swali hilo likamfanya yule nesi aelewe ya kuwa Victor hayuko sawa kiakili. Kwanza ilibidi amtulize kwa kumtoa hofu na kisha akamwambia, jina lako unaitwa Victor Mazanda. Wewe ni mtoto wa kwanza wa Profesa Mazanda ambaye ni waziri mkuu hapa nchini. Inaonekana umepoteza kumbukumbu, lakini usijali, utakaa sawa. Ngoja nikamuite daktari, sawa? Sawa nesi. Asante kwa huduma yako, alijibu Victor, ingawa kwenye akili yake alikuwa akiwaza tu ile taarifa aliyopewa. Kitendo cha kuambiwa yeye ni Victor Mazanda, mtoto wa waziri mkuu, kilimshangaza sana. Akilini mwake kila kitu kilikuwa ni kipya. Alikibaki akiwa amejilaza pale kitandani, huku akisumbua ubongo wake umrejeshe kumbukumbu, lakini kumbukumbu hazikurudi. Naam. Dakika chache baadaye daktari aliweza kuingia. Daktari aliyekuwa anamtibia alikuwa anaitwa Dr. Kunaga. Alifika pale wodini na kumkuta Victor bado yuko kwenye dimbwi zito la mawazo, huku wasiwasi nayo ikionekana kumtanda mwili mzima. Daktari akasema, mheshimiwa, unajisikiaje kwa sasa? Aliongea Dr. Kunaga. Victor hakuelewa hata ajibu nini, kwa sababu hali ambayo alikuwa akihisi akilini mwake ni kama miujiza ambayo alitamani itoweke ila rejee katika hali ya kuwa mwanadamu wa kawaida. Kwa kweli daktari, sielewi hata ni kujibu nini. Hapa nilipo sikumbuki chochote, na hata sauti yangu tu mimi mwenyewe ni kama naiona ni mpya kwangu. Usijali mheshimiwa, utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Kwa tatizo ulilolipata huenda likawa limeondoka na kumbukumbu zako, lakini utakaa tu sawa, wala tusijali. Kwani daktari, mimi nilipatwa na nini? Ulipata ajali ya gari wakati ulipokuwa safarini kwenda Dodoma kwa ajili ya majukumu yako ya kikazi kama mfanyakazi ndani ya ofisi ya mheshimiwa rais. Daktari, unazungumzia ajali? Ndio. Kwa nini na muda gani niko hapa hospitalini? Leo ni siku ya 9 mheshimiwa. Kwa hiyo kwenye hiyo ajali nilikuwa niko peke yangu? Hapana, ulikuwa wewe pamoja na msafara wako wa timu nzima ya idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana. Kwa hiyo ni mimi tu ambaye nimelazwa hospitalini au kuna wenzangu pia wamelazwa? Jumla mlikuwa viongozi 5 pamoja na madereva 4. Viongozi wenzio wote wako salama, madereva pia wako salama, isipokuwa dereva mmoja ambaye alikuwa anakuendesha wewe ndo bado ana hali mbaya sana. Mpaka sasa bado yuko kwenye chumba cha dharura na haijulikani atatoka lini. Maneno hayo ya daktari yalimfanya Victor baki hoi. Victor hakumbuki chochote, hajui kama huyu daktari anaongea ukweli au anamdanganya. Kila alichokisema yule daktari
Kwa upande wake Victor alikuwa anaona kama vile mauzauza tu. Hakika ujafa hujaumbika. Victor hakuwa na utofauti sana na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, kwani kwenye ule ubongo wake hakuna kumbukumbu yote ile ilionekana kuhifadhiwa kwa wakati huo. Na hapa msikilizaji, ukumbuke wakati Victor anapata ajali ya kugongwa na lori, tuliona akiwa yuko peke yake ndani ya gari. Sasa iweje dokta anamwambia kuwa alikuwa na dereva wake, na istoshe dereva huyo eti ana hali mbaya sana kuliko hata yeye? Kwa nini dokta adanganya? Kilipita kimya kidogo na kisha Victor akauliza kwamba samani dokta, nesi kaniambia mimi ni mtoto wa Profesa Mazanda. Hivi ni kweli? Ndio, ni kweli, wewe ni mtoto wake wa kwanza. Huyo Profesa Mazanda ni nani? Msikilizaji, mpaka hapo Dr. Kunaga tayari akaelewa ya kwamba Victor hayuko sawa kiakili. Hivyo aliona kama vile wataendelea tu kufanya mazungumzo, hii itamfanya tu ubongo wake ndio uzidi kuumiza kichwa zaidi na kufikiria kitu ambacho kinaweza kuwa kina athari zaidi kwa afya yake. Daktari alichoamua kukifanya kwa wakati huo ni kumchoma kwanza sindano ya usingizi ili aweze kuanza kulala. Kweli Victor baada ya kuchomwa sindano hiyo hakuchukua muda mrefu, usingizi mzito ulimkumba mara moja. Dr. Kunaga, hivi kijana wangu atapona kweli? Hii ilikuwa ni sauti ya Profesa Mazanda ambaye alikuwa ameongozana na familia yake kuja hospitalini kumwona mpendwa wao. Ndiyo mheshimiwa, unajua kijana wako atapona, lakini itachukua muda kidogo. Ajali aloipata imemletea athari kwenye mfumo wake wa utambuzi. Una maana gani dokta? Na maanisha Victor kwa sasa hakumbuki kitu chochote kile. Hakumbuki mtu yoyote yule. Kwa hiyo sio ajabu akashindwa kuwatambua pindi mtakapoingia wodini kumwona. Kauli hiyo ilimuumiza sana kihisia mzee Mazanda, mwanasiasa ambaye amekuwa akihudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Ni kwamba Profesa Mazanda, naelewa hofu yako, lakini nikuthibitishie sisi kama madaktari tutafanya kila tunaloweza kuhakikisha kijana wako anarejea kwenye utimamu wake, na kitu pekee atakachokihitaji kutoka kwenu ni maombi pamoja na ukaribu wenu kwake. Sawa dokta, kwa hiyo tunaweza kumwona? Kwa leo hapana, hatuwezi kuruhusu mtu kumwona. Mtaanza kumwona kesho, ambapo atakuwa akiingia mtu mmoja mmoja wodini kwa ajili ya kumwona. Profesa Mazanda mara baada ya kuongea na daktari alitoka ofisini kwa daktari, ambapo moja kwa moja alielekea kwenye nyumba ya kupumzikia kwa watu wenye heshima maalum pale hospitalini. Alipoingia alikutana na mkewe aliyekuwa anatoka mule ndani kwa hasira kweli kweli, mara baada ya kupewa taarifa na mmoja wa vijakazi wao, taarifa ambayo ilionekana kumkera sana mama huyo. Ilibidi waziri Mazanda amzuie kwanza mlangoni ili ajue shida nini, na akamuuliza mama Victor, vipi tena, mbona wangu hivyo namna hiyo, shida nini? Baba Victor, hivi huyu Eliana yeye ndo kamuoa Victor au Victor ndo kamuoa yeye? Una maana gani kusema hivyo mke wangu? Nina maana gani? Kweli unaniuliza hivyo mume wangu? Hebu ona, leo ni siku ya 9. Siku ya 9. Huyo Eliana hajatia mguu wake hapa hospitalini kwa ajili ya kumuona mumewe. Hivi huyo Eliana yuko sawa kweli? Yeye ni mume wake, yuko hapa anapambania uhai wake, yeye anakosa hata muda wa kuja kumuona mumewe kweli? Hata simu tu anashindwa kupiga kumjulia hali mume wake. Mama Victor, naelewa hoja yako na kimsingi na mashiko sana, lakini hatuwezi kutatua hili jambo kwa jazba na hasira. Hapana, nasema hapana Baba Victor. Mimi nimechoka na hii hali. Huyu binti anafanya makusudi. Acha kwanza leo nikamfundisha adabu huko alipo mshenzi huyu. Subiri Mama Victor, subiri kwanza. Unataka kwenda kufanya nini sasa? Mbona unataka kuzua mabala mengine? Ina maana umesahau huyo binti unayetaka kwenda kumwadabisha ni mtoto wa nani? Wala hata sijasahau, najua vizuri kama yeye ni binti wa Mheshimiwa Rais. Yeye kuwa mtoto wa rais haina maana kwamba ndo awe na kiburi, haina maana kwamba aishi bila utu na maadili mema. Nataka kumfuata huko alipo, akanieleze vizuri kwa nini anayafanya haya yote. Mke wangu, hebu tulia kwanza. Wakati nakuja pa hospitalini niliongea na bibi wa mjukuu wetu, na akaniambia kwamba Eliana kamchukua mtoto wake na amerudi kwa wazazi wake Ikulu.
Kwa hiyo kwa sasa Eliana pamoja na mjukuu wetu wapo Ikulu. Kwa hiyo unataka kuniambia unakwenda Ikulu sasa kufanya fujo, si ndio? Mimi siendi Ikulu kufanya fujo, Baba Victor, na mfuata mjukuu wangu pamoja na kumwadabisha Eliana. Mke wangu, hata mimi sipendezwi kabisa na tabia anazozionyesha Eliana. Yaani tokea jifungue mtoto amebadilika, lakini hatuwezi kutatua hili swala kwa nguvu na ugomvi. Yule binti ni wa rais na sasa yuko Ikulu. Hili swala niache mimi. Sawa, nitalipatia ufumbuzi tu mke wangu. Baba Victor, mimi siongelei masuala yenu hapa kiserikali. Sijui unanielewa? Najua wewe ni waziri mkuu na ndio maana unafuata protocol sijui za kiserikali. Hapa mimi siongelei majukumu yenu ya kiserikali. Mimi naongelea heshima ya mwanangu. Naongelea heshima ya kijana wangu Victor. Hebu fikiria waandishi wa habari wakijua hili swala. Uone kama itakuwa ni mada nzito kwa jamii. Uone kama heshima ya mwanangu itashuka. Yaani kalazwa hospitalini siku ya 9 hii na mkewe hajaja kumwona na wala hata kumjulia hali hakuna, wakati anajua kabisa kuwa mumewe kapata ajali na yuko hospitalini. Anajua. Mama Victor anakuelewa. Hebu nisikilize basi na mimi nakuelewa vizuri. Ni kwamba watu wa usalama wapo tena wako makini. Mpaka sasa hakuna anayejua kama kijana wetu kapata ajali. Kwa hiyo hili swala litabaki kama sehemu ya familia. Lakini nakuomba uwe mvumilivu. Tusifanye hili swala likawa ni jambo kubwa mke wangu, wakati ni swala la kukaa tu chini na kulitatua kwa maongezi tu. Sawa, nimekuelewa. Daktari anasemaje? Kasema kwa leo hatuwezi kumwona Victor mpaka kesho, kwa hiyo tunaweza tukaondoka tukurudi nyumbani kwanza. Naam, msikilizaji, tukiachana na huko tunakuja ndani ya jengo la Ikulu ndogo ya Dar es Salaam. Jua lilikuwa limeanza kutinga upande wa magharibi likitupia mwanga wa dhahabu juu ya dari za jumba la kifalme la Ikulu ya Dar es Salaam. Upepo wa bahari uliokuwa ukivuma kwa upole ulileta harufu ya chumvi iliyochanganyikana na maua ya waridi yaliyopandwa kwenye bustani kubwa iliyozunguka jumba hilo la kifahari. Ndani ya moja ya vyumba vya Ikulu, Eliana Sarungi, binti wa Mheshimiwa Rais na mke wa kijana Victor Mazanda, alikuwa ameketi kwenye kiti cha dhahabu chenye nguo laini za velvet, miguu yake ikielekezwa mbele kidogo na mikono yake ikiwa imesimikwa kwenye nguo ya hariri aliyokuwa amevaa. Nguo hiyo ya kijani kifalme ilimkaa sawa sawa, ikabana kiuno chake cha nyigu na kuacha mabega yake wazi, ikimulika pale ngozi yake laini kama maziwa ya mgando. Nywele zake ndefu nyeusi zilizopambwa na vitu vya almasi zilianguka hadi mabegani kwa mtiririko wa kuvutia. Wasaidizi wake watatu wa karibu, vijakazi waliovalia sare nyeupe za kifahari, walikuwa wakimpamba kwa utaratibu. Mmoja alikuwa akimpaka mafuta kwenye mikono yake, mwingine akimpuliza manukato ya kifahari shingoni, na watatu alikuwa akimvika hereni za dhahabu zenye mawe ya zumaridi. Eliana hakuwa na haraka, alionekana ni mwenye maringo kama malkia anayejua thamani yake. Tabasamu lake lilikuwa ni la kubabaisha, la mtu anayeficha vita ndani kwa pazia la uzuri wa nje. Macho yake Eliana alikuwa ni makubwa ya rangi ya kahawia, yalikuwa na mwangaza wa wasiwasi usiosemwa, lakini hakuna aliyethubutu kumuuliza. Mara ghafla, mlango mkubwa wa chumba hicho ulifunguliwa kwa upole na mama yake Eliana aliingia kwa hatua za kifalme. Alikuwa amevalia kitenge cha heshima. Usoni alibeba taswira ya mama wa heshima, mwenye nguvu lakini pia mwenye busara. Alisimama katikati ya chumba na kusema kwa sauti yenye mamlaka kwamba naomba mtoke nje. Nataka kuzungumza na binti yangu peke yangu. Vijakazi wale walinyenyekea haraka na kutoka kwa heshima, wakiufunga ule mlango kwa upole nyuma yao. Mama yake Eliana alipiga hatua mbili mbele na kisha akasimama kwa kumkazia Eliana macho yaliyojaa mchanganyiko wa hasira na huzuni. Eliana, ni siku ya 9 sasa tangu mumeo Victor alazwe hospitalini. Siku ya 9 Eliana. Na wewe hujawahi hata kuingia kwenye hiyo hospitali hata mara moja. Unafikiri watu hawakuoni? Unafikiri majirani wa siasa hawazungumzi hili? Huyu ni mumeo mwanangu. Eliana aligeuka polepole, akamwangalia mama yake kwa macho yenye ubaridi, kana kwamba maneno hayo hayakumgusa kabisa. Alinua kikombe cha kahawa ya baridi kilichokuwa kiko mezani na kisha akanywa funda moja bila hata ya haraka. Akasema kwa sauti tulivu lakini yenye ukakasi, "Mama,
Sio kila ugonjwa unaotibiwa hospitalini huwa umeanzia mwilini. Magonjwa mengine huzaliwa kwenye moyo. Mama yake alikunja uso kwa mshangao. Wewe, una maana gani Eliana? Eliana hakujibu mara moja. Alinyanyuka polepole kutoka kwenye kiti chake, akasogea hadi dirishani, akatazama bustani ya ikulu iliyokuwa imejaa maua yaliyopangwa kwa mpangilio maalum. Kwa muda akakaa kimya na kisha akasema kwa sauti ya chini, mara ya mwisho nilipomwangalia Victor machoni, niliona ni mtu ambaye simwamini tena. Mtu ambaye aliharibu moyo wangu kimya kimya. Lakini bado ni mumeo yule. Ni kweli mama. Lakini kuna ndoa zinazoishi kwa jina tu na sio moyo. Na mimi siwezi kujivisha huzuni ya kuugua kwake kama kifuniko cha aibu. Kuna maumivu ambayo hata madaktari wa ikulu hawawezi kuyatibu. Yako ndani ya moyo wangu. Mama yake alimtazama kwa muda Eliana, moyo wake ukijaa maswali. Uzuri Eliana ulikuwa ni wa kipekee, uso wa kifalme uliochanganya damu ya Kichaga na Kihindi, tabasamu la kuvutia ambalo lingeweza kuteka kamera za dunia nzima, na mwili wa kike ulikuwa umepambwa kwa mazoezi, lishe na vipodozi vya hali ya juu. Lakini ndani yake mamake alihisi baridi ya moyo uliovunjika, au labda moyo usiokuwa na nafasi ya msamaha. Nje ndege waliendelea kuimba, walinzi walipita kwa mizunguko yao ya kawaida, na chini kabisa magari ya kifahari yalipita taratibu kwenye barabara za lami zilizopambwa kwa tiles maalum. Hii ilikuwa ni ikulu ya Tanzania, moyo wa mamlaka na heshima. Lakini ndani ya chumba hiki cha kifalme, malkia mmoja alikuwa akipambana na kivuli cha ndoa yake. Unajua Victor anaweza akapona, na mimi naweza nikamsamehe kama akipona. Eliana alijibu hivyo, na kimya kilitawala tena kwenye chumba hiko. Mama yake alitambua kuna jambo halipo sawa kwa muda mrefu baina ya binti yake na mumewe, lakini shida ni kwamba alikuwa hajui jambo hilo ni lipi, kwani Eliana hakuonesha kabisa dalili za kuwa ni muwazi kwa kile kinachomsibu baina yake na mumewe. Mama huyu akiwa na busara isiyokuwa na kikomo kama mke wa Mheshimiwa Rais, alisogea pale alipokuwa amesimama binti yake na kisha akamwambia Eliana, binti yangu, ndoa sio tamasha la kufanyika siku moja au mbili na kisha linaisha. Ndoa ni maisha. Ndoa ni safari takatifu ya mwanadamu. Kwenye hii safari ni kawaida kuwe kuna mabonde na milima, vikwazo, lakini hiyo haina maana wewe ughairi kuendelea na safari hiyo. Binti yangu, hebu niambie, mumeo amekuudhi kitu gani kiasi cha kwamba wewe unashindwa hata kwenda hospitalini kumwona? Mama, naona umenielewa vibaya. Sijasema nimechoka kupanda milima na mabonde. Tatizo hapa ni mtu ambaye napanda naye hayo mabonde mama. Victor kanichosha mama. Kwa sasa mimi sijali chochote. Kitu muhimu kwa sasa ni mwanangu tu. Sijali chochote kuhusu Victor. Apone, asipone, afe, asife, atajijua mwenyewe. Naam, msikilizaji, umeipata hiyo? Eliana hataki kabisa kusikia kuhusu Victor. Sasa itakuwaje? Bwana, usikose katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 24, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love kutoka kwake Said Jr. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Bye bye kwa sasa.